mimi ningekosa amani msikilizaji. Yaani niende kuingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye mwanaume ni rafiki yangu. Alafu baada ya huyo rafiki yangu wa kiume kuachana na mwanamke wake, mimi niingie kwenye mahusiano na huyo mwanamke, alafu huyo mwanaume aje ananiambia kwamba Luka kuwa na amani tu. Huo ni mtego. Huo ni mtego. Sitaki. Unaniambiaje niwe na amani na ex wako? Huo ni mtego msikilizaji. Na tunasonga mbele. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi. Ninafurahi sana kukuona msikilizaji katika sehemu hii ya 11, na wengi mlitamani sana kuona couple between Kian and Mara. Sasa wale wote ambao mlikuwa mnatamani haya mahusiano yawepo, baadaye msije mkalia. Mimi naomba tu niishi hapo. Tumeshaona tayari Mara ameshaingia kwa mahusiano na Kian na tunasonga mbele. Na wakumbusha tu, baadaye msije mkalia. Tarishaji ni chuchu. Sasa Mara anasema ya kwamba nilikuwa studio nikimalizia wimbo mwingine ambao niliutunga jana tu, na nimekuja kufanya kazi kuhakikisha kila kitu kipo vizuri. Kesho natoa wimbo. Ni ule wimbo nilioutunga wiki kadhaa zilizopita. Wimbo wa kwanza kutunga baada ya kushindwa kutunga nyimbo kwa zaidi ya miezi 4 sasa. Na ni wiki moja tangu nianze mahusiano yangu na Kian. Kwa ufupi niseme tu sijawahi kuwa na furaha hivi msikilizaji. Kwanza ule usiku niliporudi nyumbani, Jordan alileta gari lililojaa maua. Akaniambia nisangaike, kesho ataleta watu wa kuyapanda. Kweli kesho yake watu walikuja na kuotesha maua sehemu yote iliyokuwa na udongo nyumbani kwangu. Kwa hiyo sasa hivi nyumba yangu imezungukwa na maua mazuri ya kila rangi. Kian alisema kwa sababu siwezi kuiona sura yake kila siku asubuhi, basi kila nitakapotoka nje na kuyaona yale maua nimkumbuke. Na hajakosea. Kila wakati nikitoka nje na kuona maua yalivyojaa pale nje, najikuta nikitabasamu tu huku mawazo yangu yakienda kwake. Kwa kweli sijui D alikubalije kuachana na mtu kama Kiani. Sifahamu. Yaani siwezi kuelezea msikilizaji namna alivyo wa pekee na mwenye upendo ajabu sana. So sielewi D aliwezaje kumwacha. Basi Kesi aliniambia kwamba Mara, akili yako iko wapi? Kaa kwenye biti bana. Kesi alisema hivyo kwa mara nyingine. Sikumbuke kwa kweli, leo akili yangu haipo kabisa ni. Nimejikuta nikimwaza Kian na kubaki nikitabasamu kama chizi fulani hivi. Hasa baada ya kunipigia asubuhi na kuniambia kuwa kuna timu inataka kumnunua. Hii ni timu kubwa kuliko ile anayoichezea. Ameniambia ni timu maarufu sana, lakini hajaniambia ni timu gani. Amesema hata mimi naijua lakini hajaniambia ni timu gani. Anataka iwe surprise kwangu. Basi Kesa aliniuliza kwamba Mara, hivi akili yako iko wapi leo? Aliniuliza kwa hasira kidogo huku sasa akizima muziki. Nilitoa zile headphone na kuziweka juu ya maiki. Kisha nikatoka kwenye kile chumba cha kuingiza sauti na kurudi ambapo Kesa alikuwa. Nilimwambia kwamba nisamehe Kesi, nina mambo mengi kichwani. Nilimwambia hivyo. Msikilizaji, siwezi kumwambia mtu yote hizi habari nzuri Kian amesema nisimwambie mtu yoyote. Basi Kesi akasema kwamba hata mimi na mambo mengi kichwani, lakini naweza kufanya kazi. Nikasema kwamba okay, naomba nisamehe, niambie lakini shida ni nini? Nilimuuliza sababu Kesi sio mtu hasira hivi. Lazima kuna kitu kinamsumbua. Kesi akasema kwamba kesho Max anataka nikaonane na marafiki zake wale 3. Alisema na kunitazama. Moyo wangu ulikuwa ni kama unataka kupasuka. Nikauliza kwamba wewe ukamjibu nini? Kesi akasema kwamba nikakubali, hii ndo nafasi Mara. Aliniambia huku akijaribu kutabasamu, lakini uso wake ulionyesha hofu kubwa sana. Nilimwambia kwamba Kesi, hauna haja kufanya huo ujinga. Unaweza tu kuwapotezea. Nilimwambia kwa mara nyingine kama ninavyomwambiaga kila wakati, lakini hakukubali. Kesi akasema kwamba nimeshaongea na yule rafiki yangu mpelelezi, kwa hiyo tutaonana kesho mchana kwa ajili ya kujipanga kwa kazi ya jioni. Kesi alisema kwa ujasiri.
ameshaacha kunisikiliza ombi langu la yeye kuachana na huu ujinga. Tumbo langu lilikuwa linachemka. Nilimwambia kwamba basi utaniambia mnakutana wapi. Kesi akasema hakuna haja hilo mara, lakini mimi nitakwambia tu huyo mpelelezi atakapokuepo kesho jioni ili uweze kushuhudia hiyo operation nzima. Kesi aliniambia hivyo kwa tabasamu. Nilishusha pumzi kidogo nikasema okay sawa. Nilimwambia kwa sasa nikijaribu kuutuliza moyo wangu. Safari nzima ya kurudi nyumbani, akili yangu yote ilikuwa ni kwa Kesi. Hata Kiana aliponipigia, sikuwa na furaha kama ile niliyokuwa nayo mwanzo. Hivyo ikabidi nimueleze kuhusu huu mpango wa Kesi ambao aliufurahia sana. Akaniahidi kunipigia simu kesho usiku na kuongea na mimi muda wote wa hiyo operation ili nisiwe na wasiwasi. Nilipofika nyumbani nilimimina juice kwenye glasi na kwenda kukaa nje, huku nikatazama yale maua yaliyojaa pale nje na kutabasamu, nikijihisi kuwa karibu zaidi na Kian kwa namna hii. Mlinzi alifungua geti na gari la Jordan likaingia. Nilibaki nikishangaa kidogo, sababu Kian ameacha kumtuma maua tangu ile siku alipokuja. Gari lilikuwa limejaa maua ya kupandwa. Kwa hiyo Jordan alishuka kwenye gari akiwa na tabasamu, huku amebeba maua mkononi. Akasema ya kwamba naona unafurahia kazi nzuri ya mikono yangu. Alisema huku sasa akija pale nilipokaa. Mimi nijikuta nikicheka tu. Nikasema ya kwamba mikono yako, wewe ulileta vijana wa watu ukawatumikisha hapa au sio wewe? Nilimwambia kwa sasa nikiinuka na kumkumbatia. Ametokea kuwa rafiki yangu katika kipindi kifupi. Basi Jordan akasema kwamba yaani unajua wewe na Kieni bana mmeshanitumikisha vya kutosha yani. Sasa kutafuta usaidizi hiyo siku moja tu ndo mmesahau wema wangu wote, si ndio? Yaani kutafuta tu msaidizi tu mmenisahau kabisa leo atendea Nikasema kwamba wema pekee nilioona ni wa wale vijana waliojitolea kupanda maua kuzunguka nyumba yangu yote. Nilimtania, basi nilipokea yale maua alionikabidhi huku nikimtazama kwa tabasamu. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo bado unatumikishwa na mwenzako? Nilimuuliza nilipopokea yale maua. Alicheka kwanza akasema kwamba hamna, hayo ni maua tu kutoka kwangu. Aliniambia hivyo. Nikasema hatimaye unakubali kuwa mimi ni mwanamke mrembo na stahili maua. Umepata macho hatimaye Jordan Nilimtania kwa sasa nikiyakumbatia yale maua yanayonukia vizuri sana. Bila shaka yamepuliziwa perfume. Nilimwambia kwamba asante sana Jody. Akasema karibu Godi. Na wewe ndio mwanamke mrembo sana, lakini sidhani kama unahitaji maua ili kujua hilo. Kwa hiyo kwa nini umeniletea maua sasa? Bila shaka kuna kitu unataka kuniomba hapa, si ndio? Nilimwambia kwa sasa nikikunja sura na kumtazama. Jordan aliacha tabasamu. Akasema una akili sana Gordon. Lakini tukiacha matani ninahitaji msaada wako. Alisema kwa sauti ambayo haina utani tena. Niliinuka kwenye kile kiti. Nikamwambia subiri kwanza kuletea kinywaji kabla hujaanza kumwagika kwangu. Basi nilisema na kuelekea ndani. Nirudi na jagi la juice na glasi, kisha nikarudi jikoni kuchukua sahani moja kubwa niliyowekea keki na uma mbili. Jordan akasema kwamba unanijua vyema. Alisema alipoona zile keki ambazo zilikuwa zimejaa kwenye sahani. Nikasema kwamba sasa nitakuaje rafiki yako kama sikujui? Nilimuuliza kwa sasa nikikaa kwenye kiti changu. Alikuwa amekaa kwenye kiti kingine kilichokuwa pale pamoja na meza. Mimi niliweka meza ya viti viwili nje kwa ajili ya hii. Sikutaka mgeni akija nianze kuhangaika kumtafutia kitu na stuli ya kuweka siji kinywaji nini, hapana. Basi nikamwambia kwamba haya sasa nimetulia, niambie. Nilimweleza baada ya kumimina juice kwenye glasi yake na kujiongezea mimi, kisha nikaanza kunywa nikimsikiliza. Jordan akanambia kwamba nimetokea kumpenda sana Kesi. Msikilizaji, hao maneno alinifanya nipaliwe na ile juice. Nilirudisha mezani huku sasa nikikohoa kama mgonjwa. Lakini baada ya muda kidogo nikatulia huku Jordan akinipiga mgongoni taratibu. Nilimuuliza kwamba samani, sasa hivi nimejiandaa. Niambie, naomba nieleze. Maana kidogo nilikuwa nimepaliwa. Jordan alicheka lakini aliyafurahia maneno. Akasema kwamba nimetoka kumpenda, yani nimetokea sana kumpenda Kesi. Ananichanganya sana, sijui nifanye nini Gordon. Nikasema okay.
na kuelewa kabisa hata kama mimi ni mwanamke lazima nikubali Casey ni mwanamke mzuri sana. Kwa hiyo ulihitaji msaada gani kutoka kwangu Jordan? Jordan akasema sijui jinsi ya kumwambia, ni sijui nianzie wapi. Nikaona wewe ni rafiki yake mkubwa hivyo, nadhani unaweza kumjua kidogo angalau. Jordan aliniambia hivyo, nitulia kidogo. Nikasema kwamba ndio namjua, lakini ujue siwezi kukusaidia kutongoza, lakini naweza kukuambia vitu anavyopenda ili kazi yako iwe rahisi. Naweza kukuambia umfanyie nini ili afurahie. Yaani nikakupa ramani tu ya kufikia moyo wake kwa rahisi. Gordon. Kwa hiyo yani unaniwekea hadi vina kwenye ushauri Gordon. Unataka msaada ama hutaki? Okay. Kwa hiyo nifanyaje sasa? Kabla tujaendelea kwanza unajua nini kuhusu Casey? Mimi najua Casey ana miaka 29 na mimi na miaka 25 tu kama Kian. Lakini umri sio shida. Mimi kwangu nampenda. Kwa hiyo miaka 4 sio kitu Gordon. Nilicheka tabasamu kubwa msikilizaji. Huyu atamfaa sana Casey. Okay, umepita mitihani yote, unafaa kwa shemeji yangu. Kwa hiyo tuanze kesho kutwa asubuhi umtumie maua nyumbani kwake, si unapajua? Hapana, hata sipajui. Okay, wewe weka oda ya maua na chocolate, kisha waambie wanipigie niwape maelekezo ya jinsi ya kumfikia. Weka kadi yenye maneno mazuri ukisifia urembo wake, lakini usiandike jina lako, sawa? Ndio, nimekuelewa kabisa. Hilo mimi naweza kufanya. Kuchagua maua sio kazi ngumu. Sawa, hamna shida. Afu jamaa yangu ajambo, sababu tangu mmalize kunitumikisha mambo yenu ana muda na mimi kabisa. Kwa unataka tuendelee kukutumikisha, usiwaze, nitafikisha maombi yako kwa Mfalme Kian. Niliposema hivyo alicheka sana. Basi stori ziliendelea hadi giza lilipoanza kuingia, kisha akanishukuru sana na kuniaga kisha akaondoka. Kesho yake tumbo langu lilikuwa likinivuruga kila mahali. Nafurahi ile video nikicheza kwenye gari huu wimbo mpya ambao niliufanya jana mchana, sababu leo siwezi kufanya kazi yote. Uzuri Michelle ana uwezo wa kuposti kwenye account yangu. Naona ameshafanya hiyo kazi sababu nilihamishwa na simu yangu ambayo ilijaa comment na like kwenye hiyo video ya wimbo. So watu waliupenda sana na wengi wakinipongeza kwa kuinuka baada ya mambo yaliyotokea na Chaz. Ile pressure yote niliyokuwa nayo pamoja na hofu ilipelekea siku zangu kuanza mapema kabla ya muda wake. Kitu kilichonipatia hasira zaidi. Nijikuta na hasira na Kian, hata aliponiambia matani yake ya kawaida mimi hata sikumuelewa. Asa Kian akauliza kwamba mbona una hasira hivyo Fox, nini shida? Nikasema hamna shida buba, ni mambo ya kike tu. Akasema kwa hiyo unakuaga hivi kama moto ukiwa kwenye siku zako, si ndio? Nikasema ni kitu ambacho siwezi kujizuia, nisamee, lakini na hasira ambayo hata sijui pa kuipeleka. Akasema kwa hiyo unahitaji nini sasa ambacho unaweza kusaidia? Uko mbali, kwa hiyo hakuna unachoweza kufanya buba. Basi tufanye hivi, kama ningekuepo hapo ungetamani nifanye nini ili kusaidia? Kwanza ice cream yangu imeisha, angalau soda ipo, lakini nahitaji masaji. Alafu nilale tu kwenye kochi niangalie TV nikila ice cream pamoja na crepes bila kusahau soda hadi jioni. Kian alicheka kidogo akasema kwamba yani unadeka kama mtoto. Okay Foxy, natamani sana ningekuepo hapo na kukufanyia vyote hivyo, lakini nisameni niko mbali sana. Hakuna shida buba. Usiwaze, kuna soda hapa naweza kunywa tu sababu sina hamu ya kutoka hata kwenda kutafuta ice cream, lakini hii itanitosha. Una hakika Foxy? Yes buba, niko poa kabisa, usiwe na shaka. Okay Foxy, acha mimi nilale, nina mechi kesho. Okay, na usiku mwema buba, I love you. Asante Foxy, nakupenda zaidi. Aliniambia na kukata simu. Niliweka simu mfukoni na kuchukua soda yangu na kuelekea sebuleni, kisha nikaweka movie na kuanza kuangalia huku nikinywa soda. Ilikuwa ni kama lisaa limepita tangu niongee na Kian. Mlango wangu uligongwa na kunitoa kwenye usingizi ambao nilikuwa nimeanza kuupata. Nilipofungua alikuwa ni mwanamke ambaye sijawahi kumuona. Akasema ya kwamba nimetumwa na Mr. Kian kukuletea huduma nyumbani. Alisema kwa tabasamu baada ya kusalimiana. Nikamuuliza kwamba okay, karibu ndani, ni huduma gani hiyo? Akasema kwamba kampuni yetu inatoa huduma ya massage
nitahitaji chumba niweze kuandaa mazingira. Aliniambia hivyo. Macho yangu yalijaa machozi ghafla. Huyu mwanaume amekataa kabisa swala la umbali kuwa kikwazo baina yetu. Kila siku ananipa sababu ya kumpenda zaidi na zaidi. Basi nimwambia kwamba okay sawa, chumba kipo juu. Akasema kwamba sawa, naenda kuchukua vitu vyangu kwenye gari. Alisema hivyo na kutoka nje. Alirudi na kitu kama ubao hivi, kisha nikampeleka hadi chumba cha wageni. Akaniambia kwamba unaweza kwenda kuoga na kunisubiri sebuleni, itanichukua muda kidogo kumaliza kuweka kila kitu sawa. Basi nifuata maelekezo yake na kwenda kuoga, kisha nikavaa nguo nyepesi tu sababu najua nitaenda kuivua muda mfupi tu, kisha nikaenda sebuleni kukaa. Hata hazikupita dakika 10 yule dada alikuja kuniita. Akaniambia kwamba naitwa Monica, kama ukihitaji chochote itakuwa rahisi kuniita ukijua jina langu. Nikasema okay asante, na mimi naitwa G. Akasema Gordon, kazi yangu hainiruhusu kuchangamkia wateja sana, lakini kama isingekuwa hivyo ningeshakurukia na kukumbatia na kukusumbua tupige hata picha au chochote kile. Aliniambia kwa furaha, nitabasamu tu na kubaki kimya. Alifunga mlango wa chumba cha wageni na nikabaki mdomo wazi tu. Kwanza madirisha na mapazia yote alifungwa, hivyo ilikuwa ni giza tu. Alafu mwanga pekee uliokuwepo ulikuwa ni kutoka kwenye mishumaa iliyotapakaa chumba kizima. Chini kuna maua rozi yamemwagwa kila mahali. Alivyoona ninavyoshangaa, akasema kwamba Mr. Kian amebuku huduma yetu ya gharama kuliko zote, na alisema tuhakikishe iko romantic hivi. Ananiambia sasa, akinielekeza kwa mikono nipande kwenye kitanda kilichopo kama meza. Alitoka nje ya chumba na kuniacha nivue nguo. Nilipanda kwenye kile kitanda na kulala kwa tumbo, kisha nikajifunika na taulo lililokuwepo pale. Aliporudi aliweka mziki wa taratibu na kuanza ile huduma ya kunikanda mgongo na mikono. Hadi anamaliza lisali moja baadaye, nilikuwa yani ni kama ninajisikia vizuri sana. Akaniambia kwamba unaweza kwenda kuvaa nguo sasa. Ananiambia hivyo na kutoka pale chumbani. Nilijinyosha na kuelekea chumbani ambapo nilivaa suruali ya tracksuit na t-shirt kubwa, kisha nikaelekea sebuleni ambapo nilibaki mdomo wazi baada ya kukuta kumesafishwa vizuri. Kwenye meza kuna ice cream, soda na glass pamoja na packed crisps. Aliniambia kwamba unaweza kulala kwenye kochi nikufunike alafu nimalizie usafi. Aliniambia Monica kwa tabasamu. Nikamuuliza kwa mshangao kwamba unafanya yote hayo kwa nini? Akasema kwamba Mr. Kian amelipa pesa nyingi na ametoa maagizo tufanye yote haya. Kila kitu ninachofanya ni kwa maagizo yake. Umepata mwanaume anayekupenda sana. Nikasema okay asante. Nilipanda kwenye kochi, kisha akanifunika na kunipatia ice cream na kijiko pamoja na remote. Baada ya masaa mawili, Monica alishuka na kuniaga kuwa anaondoka. Nilimkaribisha angalau apate kinywaji, lakini akaniambia iko nje ya sheria za kampuni yao. Basi kwa huzuni nilimshukuru na kumruhusu aondoke. Kian alikuwa ameshalala, hivyo ilibidi kusubiri hadi kesho ndipo niweze kumpigia, lakini wakati huu nilimwandikia ujumbe mrefu sana wa kumshukuru. Mpaka muda wa kwenda kuonana na ule mpelelezi nilikuwa najisikia vizuri sana. Devi alikuja ili kuambatana na mimi. Yeye ndio mtu pekee mbali na Kian niliyemwambia kuhusu hili, na aliniambia atahakikisha atakuwepo na mimi kunishika mkono. Ilipofika jioni, Kesi alinitumia jina la ile hoteli niliyokuwa na wakina Maxi mara ya mwisho. Nilishtuka sana, lakini kwa chini aliambatanisha na namba za huyo mpelelezi. Nilimpigia, akaniambia mahali pa kukutana ili wote tuwe na gari moja. Basi mimi pamoja na David tulifika kwenye hicho kituo na kuchukuliwa na Noah ambayo ilikuwa na vioo vyeusi. Nishangaa kumuona mwanamke. Akaniambia kwamba mimi ndio Alex. Aliniambia na kucheka baada ya mimi kushangaa. Sasa huyo Alex akasema kwamba napenda kuona sura za watu nikiwaambia jina langu. Ni rahisi kupotea sababu ukimwambia hivyo mtu anamtafuta mwanaume, kwa hiyo inarahisishia kufanya kazi yangu kwa wepesi. Kwa hiyo hakuna watu wanaotegemea wapelelezi wanawake. Alex aliniambia hivyo. Nikasema sawa, niko na rafiki yangu hapa Devi. Akasema karibuni.
Nikamuuliza kwamba asante, afu kwa nini hii hoteli? Nilimuuliza tulipopaki gari kwenye hoteli ambayo imebeba kumbukumbu nyingi mbaya kwangu. Alituambia kwamba tuingie kwanza ndani alafu atatuelekeza kila kitu. Basi alituambia na kushuka. Niliposhuka tu kwenye gari, Kian alipiga simu. Nikasema kwamba Buba, ndo tunaingia hapa, kwa hiyo hata sielewi, but niko na Devi hapa. Nilimwambia hivyo. Nilipopokea tu simu akauliza kwamba Devi naye anajua. Nikasema ndio, nilimwambia kipindi fulani hivi, lakini angalau sitakuwa mwenyewe. Akasema vizuri, umefanya kitu kizuri sana, hebu mpe simu nimsalimie. Basi bila hata kuwaza nilimpatia Devi simu na kuendelea kumfuata yule mpelelezi, lakini alifika mahali na kusimama. Yule mpelelezi akasema kwamba hatuwezi kwenda chumba kimoja wote, hivyo mimi kuna mwenzangu ambaye yupo tayari kwenye chumba cha karibu na chumba ambacho tunategemea waende, lakini nyewe wawili inabidi muigize kama wapenzi alafu mchukue chumba. Mkishachukua mtakuja kwenye hicho chumba, na bila shaka hicho chumba cha pili kitatufaa pia. Na ingekuwa vizuri kama ungejificha sababu wewe ni maarufu, alafu Devi ndo akachukua chumba alafu mkangozana. Aliniambia hivyo, nikasema okay, tutafanya hivyo. Nilipomweleza hivyo, aliniaga na kuelekea mgawani ambapo alikutana na mkaka, wakakumbatiana na kukaa wakaanza kuagiza. Sasa huku upande wa pili, Devi bado alikuwa anaongea na Kian. Nilimsikia tu Devi akikazana kusema hamna shida. Usijali. Nafanya kwa urafiki hivyo, hakuna haja siji. Kwa hiyo hivyo nijikuta tu nikitabasamu tu. Yaani kama alikuwa anakubali hivyo, ni na kumhakikishia kwamba Kian awe na amani kabisa, anafanya just for friend. Aliponirudishia simu, nilimwambia Kian asubiri, lakini akaniambia niendelee na mambo yangu bila kumkatia simu. Anatamani awepo na mimi kwa namna yoyote vile anaweza. Nilimshukuru sana na kuanza kumpa Devi maelekezo niliyopewa na Alex. Kisha nilitengeneza kofia yangu na miwani niliyokuwa nimevaa na kurudi kuongea na Kian, huku Devi akielekea kuchukua chumba kwa ajili yetu. Tulipanda lift na kuelekea kwenye chumba. Kisha nikakaa kwenye kitanda na kumpa Devi namba za Alex ili ampigie na kumwambia tupo chumbani. Alimpa namba za chumba walichopo wao, kisha tukatoka na kuelekea huko. Nilipoingia kwenye kile chumba, nilibaki mdomo wazi. Kulikuwa kuna watu 4. Alex ndio mwanamke pekee ukinitoa mimi, alafu kulikuwa na kompyuta 4, kila moja, yani kila kompyuta moja inaonyesha kitu cha tofauti. Sasa Alex alinionyesha kochi la kukaa, kisha akanipatia glasi ya maji na kuanza kunielezea. Sikuwa hata na hamu ya maji, hivyo nilibaki kimya nimeshikilia ile glasi tu. Alex akasema ya kwamba iko hivi, baada ya kesi kuniambia kuhusu hao watu 4, nimegundua ni vijana ambao tulikuwa tunawatafuta lakini hatujui sura zao. Tumeshapokea kesi kama hizo nyingi tu na tumekuwa tukiwatafuta, lakini watu wengi wamekuwa hawana kumbukumbu nzuri kuhusu hilo swala. Lakini unakuta wanaletwa kukata PF3 baada ya kubakwa na kuchanika vibaya. Kitu pekee wanachokumbuka ni walikuwa na wanaume 4. Kwa hiyo nikaanza kuwafuatilia. Babake Kevin ndio mmiliki wa hiyo hoteli. Na hii ndio sababu wao ni rahisi kufanya uchafu wao hapa bila ya mtu yote kujua hilo. Alafu jambo la pili, ni mwagizaji mkubwa wa madawa ya kulevya. Hivyo bila shaka hawa vijana pia wanafanya hiyo kazi. Ndio sababu ana pesa nyingi. Kwa hiyo kesi alivyosema na kujitolea kufanya hii, nilifurahia na nilianza kufuatilia kila kitu. Kwanza chumba wanachochukua ni chumba kinachofuatia. Alafu pili kesi amevaa kamera. Kwa hiyo tunashukuru sana teknolojia. Amevaa hereni na mkufu ambao vyote vina kamera na uwezo wa kunasa sauti pia. Hivyo tutapata ushahidi mzuri tu ambao haupingiki. Alex aliniambia hivyo. Nilibaki kimya nikijaribu kufikiria yote alioniambia, lakini sauti ya Kian kutokea kwenye simu yangu ndio ilinishtua. Basi hafu nilikuwa nimeweka loudspeaker kuanzia mapema tu hata nimesahau kama alikuwa hewani. Kian akauliza kwamba kwa hiyo kesi atatokaje au mnasubiri hadi yani ifikie wapi ndio mumtoe?
Kian aliuliza swali ambalo nilikuwa najaribu kuuliza. Maana simu ilikuwa loudspeaker. Alex akasema kwamba kuna maneno tunayohitaji kuyanasa tu kwenye rekodi zetu, kwa hiyo ni hadi pale tutakapoyasikia. Nadhani watakapomleta chumbani na kudhani hajitambui tena, lakini hatutaruhusu liendelee zaidi hapo. Alex alisema hivyo, kisha akasema kwamba usiwe na wasiwasi kabisa, kesi upo kwenye mikono salama. Alisema hivyo, nilitikia tu kwa kichwa na kubaki kimya. Alex akasema kwamba kwa hiyo kwenye hizi kompyuta tunaangalia kila kitu. Kamera zetu 3 zinaonesha na tunasikiliza sauti pia, kwa hiyo usijali kabisa. Ukitaka kutazama unaweza kusogea. Alex ananiambia hivyo, lakini itikisa kichwa kataa. Nibaki pale nikitazama movie na Kian. Aliweka movie na kubadili simu yetu kuwa video. Hivyo nikaa naangalia naye movie. Hakutaka kabisa kuniacha. Nafurahi kuwa leo ni siku yake ya mapumziko. Nilikuwa nimekaa pale hata sielewi, sababu hatusikii chochote. Wanaosikiliza wamevaa headphone ili kelele zisitoke pale chumbani. Kwa hiyo muda wote tunachoona ni video tu, lakini hata sikutaka kuona hilo. Angalau Devi alikaa karibu nao akitazama na kuuliza maswali. Mimi nimekuja tu kuhakikisha kesi wangu yuko salama. Sijui muda ulikimbia vipi, lakini niliona tu Alex akionyesha vidole wenzake na kuambia wamfuate, muda umefika. Niligeuza kamera na kumuonesha Kian kila kitu kinachoendelea. Wale polisi walitoa bastola na kuzikoki, kisha wakatoka kwenye kile chumba na kuelekea chumba cha pili. Nibaki pale kwenye kochi nikitetemeka. Niliposikia ule mlango ukivunjwa, nijikuta nikitoka na kusimama nje ya chumba. Kitu pekee nilichotaka ni kumuona Kesi akitoka kwenye kile chumba akiwa salama. Kitu ambacho sikutegemea, nilisikia mlio wa risasi. Nijikuta nikitetemeka zaidi na kuanza kulia. David alinivuta na kunikumbatia huku akinibembeleza, lakini Kesi alipotoka pale chumbani na kuja kunirukia, nilifurahi sana na kumrukia hadi tukaanguka. Nilishasahau hata kama nilikuwa naongea na Kian. Nikasema kwamba nakupenda Kesi sana, usije ukafanya ujinga tena. Usije ukarudia. Nisema sasa nikiwa nimempandia na kumbusu uso wake. Kesi alikuwa anacheka kama chizi. Akaniambia kwamba nakupenda pia wewe chizi. Aliniambia kwa kicheka. Devi alikuwa anautazama tu kwa tabasamu. Niliinuka pale chini huku nikimvuta Kesi na kufurahia sana kumuona yuko salama. Nikamuuliza kwamba vipi, hujaumia na hujakugusa? Akasema kwamba Mara, hakuna bala lolote leo nipata, ulikuwa na wasiwasi wa bure tu. Nikasema asante Mungu. Basi nilipomwachia nilianza kuona aibu sana. Kulikuwa na polisi kama wawili hivi wa kiume waliokuwa wanatushangaa na David naye alikuwa anatucheka, lakini sijali, cha msingi rafiki yangu bwana aliyejitoa kufanya hili kwa ajili yangu yupo salama. So nikauliza kwamba ile risasi niliyosikia ya nini? Akasema kwamba hamna risasi yoyote, risasi haiwezi kuwa na mlio mdogo vile, ni kitu kilianguka kwenye prukshani. Polisi mmoja alinieleza kwa kicheka. Kama ningekuwa mweupe, mashavu yangu yote yangekuwa mekundu kwa aibu. Alex alirudi na kuhakikisha Kesi yuko salama, kisha wakamalizia kukusanya vifaa vyao. Ule mkufu na hereni alizokuwa amevaa Kesi vilichukuliwa pia. Polisi walitushukuru kwa ushirikiano, kisha tukaondoka tayari kwa kwenda nyumbani. Basi nilimwambia Kesi ya kwamba leo naenda kulala kwangu. Nilimwambia Kesi kwa mara nyingine tena. Tulikuwa kwenye gari langu tukitokea kituo cha polisi ambapo ndipo nilipoacha gari langu kabla sijaenda kule hotelini na Alex. Kesi akasema kwamba Mara, nimeshakwambia niko sawa. Hakuna haja kuwa na wasiwasi. Kwanza na furaha sana. Wale wabakaji hawataweza kumuumiza mtu yoyote tena. Kesi alisema hivyo kwa furaha kweli. Nijikuta nikiacha tabasamu. David akasema kwamba sasa hivi inawaza labda ningekuwa mpelelezi. Leo nimejiona kama ni polisi hivi aliyekuwa kazini. David alisema na kutufanya tucheke. Nilimtania nikasema kwamba wewe kabisa ambaye hauwezi kuua hata panya ndio nataka uanze kukamata wabakaji. David akasema unanikosea heshima sana Mara.
Yaani mimi nishindwe kuua panya? Ni vile tu najua kuua ni dhambi. Sema nyewe mnadhani Biblia ilikuwa inaongelea watu tu, Hata ukiua mdudu umeua. Dhambi iko pale pale. Tulicheka tu. Kesi akasema kwamba acha maneno mengi bwana, sema tu unaogopa panya. Kesi alimtania kisha tukacheka alipoanza kujitetea tena. Dakika chache baadaye nilikuwa naingiza gari nyumbani nikiwa na furaha kubwa sana ambayo haielezeki. Nilipoangalia simu yangu ndo nikakumbuka nilikuwa naongea na Kian na hata sikumbuki wapi niliacha kumsikiliza. Nilikuta ameniandikia ujumbe akinitakia usiku mwema na kuniambia nifike salama nyumbani. Nilimtumia ujumbe wa kumshukuru kisha nikatoka na kuelekea ndani. Nilipomaliza kuoga na kupanda kitandani ndipo nilichukua simu yangu na kuanza kuangalia mapokeo ya wimbo wangu. Sababu leo nilimwambia Michelle asinipigie kwa swala lolote la kikazi. Nilianza kwanza kwa kuingia Instagram ambapo nilishangaa kuona video fupi inayoshukuru kwa kupata views milioni 2 kwenye video ya huu wimbo mpya. Imepostiwa jioni hii tu. Hivyo nidhani utani na kuelekea YouTube ambapo kweli watu walioangalia ule wimbo walikuwa zaidi ya milioni 2 na walikuwa nakaribia milioni 3 ndani ya siku moja tu. Sijawahi kupata watu wengi namna hii. Hii inavunja rekodi mpya kwangu na kwa wasanii wengi. Nilipoingia kwenye comment ndio nijikuta nikitokwa machozi. Comment nyingi zilikuwa ni za watu wakinisifia na kuniambia kwamba wapo kwa ajili yangu na wananiunga mkono. Wanawake wengi walitirika na kueleza namna gani walinyanyasika kwenye mahusiano yao. Ndio, ni wimbo ambao uliongelea mahusiano yangu na Chaz, unaitwa Umebadilika. Sikuwa na njia nyingine msikilizaji ya kuelezea hisia zangu kama sio kwa njia ya muziki. Hivyo niliitumia na siwezi kusema sababu maneno yamepotea. Yaani hawa watu ni wengi mno. Na hawakuwa wa Tanzania tu, watu wa nchi mbalimbali hata zilizo nje ya Afrika. Basi niliamua kuweka simu yangu pembeni ili niweze kulala kwa sababu kesho na ratiba ndefu ya kwenda kwenye redio kutambulisha huu wimbo wangu. Lakini kwa mapokeo haya sidhani hata kama nina kazi ya kutambulisha wimbo. Asubuhi niliamshwa na Michelle ambaye alikuwa akinikumbusha swala la kwenda kwenye redio. Pamoja na mimi kumweleza mapokeo ya wimbo, aliniambia ni muhimu kutumia huo upepo kwa faida yangu. Sikuweza kubishana naye, hivyo niliamua kukubaliana naye. Baada ya kumaliza kuongea naye, nilipigiwa na Jordan ambaye kwanza nilikuwa nimeshamsahau. Aliniuliza kuhusu maelekezo ya kufika kwa kesi. Nilimpa maelekezo kisha nikaamua tu kuamka baada ya hao watu wawili kunisumbua. Nilianza shughuli zangu za siku lakini nilimtafuta kwanza Kian ambaye hakuwa hewani. Hivyo nilimtumia ujumbe kuwa nimemmisi na nimemiss kusikia sauti yake. Na akiwa hewani basi anitafute. Kisha nikaamka na kuanza shughuli za siku. Siku yangu ilijaa mihangaiko. Kwenda redioni, kuongea na Kesi mwenye furaha sana baada ya kupokea maua kutoka kwa mtu asiyemjua lakini alisema anamuhisi ni Jordan. Na mimi nijitahidi ni kama kumpodoa Jordan kuwa ni kijana mzuri na wanapendeza kwa pamoja. So nijikuta nikitabasamu tu kwa jinsi alivyokuwa na furaha. Kisha nikaenda kwenye uzinduzi wa sherehe ya kina mama. Sikuwa hata na hiyo ratiba lakini Michelle amesema aliona maombi yao jana, hivyo akaona ninahitaji kuonekana nikifanya mambo yanayohusu jamii pia. Kama nilivyosema siwezi kubishana na meneja wangu msikilizaji. Hivyo hadi niliporudi nyumbani jioni nilikuwa nimechoka sana. Kitu pekee nilichotamani ni kuongea na Kian. Tumekuwa na mahusiano karibia miezi 2 sasa, lakini hatujawahi kuonana. Hivyo nina hamu hata ya kusikia sauti yake. Sijaongea naye siku nzima leo. Nilipofika nyumbani na kujitupa kwenye sofa tu, simu yangu iliita. Niliachia tabasamu kubwa nilipoona ni Kian akinipigia. Lakini leo hajanipigia kwa video call. Basi nilianza kulalamika nikasema kwamba Buba, fanya video basi, mimi na hamu ya kukuona angalau. Unajua nimekumisi, najisikia mpweke sana, natamani hata ungekuwepo hapo unikumbatie. Kian alicheka. Akasema kwamba Foxy, nimekumisi pia. Inanitesa sana kuwa na kumbukumbu pekee nizonazo yani, lakini natamani kukuona nikubusu nini. Na natamani pia kucheza na wewe. Hata mwenyewe natamani tungekuwa na kumbukumbu nyingine nzuri zaidi. Hivi siku ukiniona utafanya nini? Kwa kweli sijui lakini kukurukia ni lazima kwa sababu
Siwezi kuvumilia kwa mbali na wewe zaidi hapa. Okay, fungua mlango basi. Fungue mlango? Mlango gani? Au unaongea na mtu mwingine? Naongea na wewe Foxy, fungua mlango. Aliposema hivyo, mlango uligongwa pia. Nilitupa simu yangu na kuruka huku moyo wangu ukienda mbio sana. Nilisogea mlangoni na kuufungua huku mikono yangu ikitetemeka. Nilipomwona nijikuta nikibamiza mlango na kurudi ndani. Kian alicheka na kufungua mlango kisha akaingia. Nilipohakikisha sio ndoto, nilikimbia na kwenda kumrukia. Bahati nzuri aliweza kunidaka na kunikumbatia kwa muda mrefu kwa machozi yakishuka machoni kwangu. Aliniuliza ya kwamba mbona unalia sasa Foxy, au hujafurahia kuniona? Nimefurahi sana. Ni kwamba Tony, nimekusubiri kwa muda mrefu sana Kiani, na leo umekuwa wangu. Uko mikononi mwangu. Furaha nilionayo naona kama inazidi. Naelewa Foxy, naelewa kabisa. Kuna nyakati hata mimi nilidhani hatutafanikiwa kwa pamoja. Lakini unasema ya kwamba Mungu hamtupi mja wake. Ona sasa moyo wangu umefika nyumbani. Kian alisema na kurudi kunikumbatia tena. Tulitulia kwa dakika kadhaa. Aliponiachia macho yake alikuwa yamejaa machozi. Damn Foxy. Siliagi lakini unanifanya nilie. Upendo wangu kwako ni mkubwa sana. Alisema huku akijaribu kufuta machozi yake. Nilimfuata na kumkumbatia tena. Ilikuwa ni kama vile hatuwezi kuwa mbali. Aliniachia na kukutanisha midomo yetu. Mwili wangu wote ulisisimka. Kila mmoja alijaribu kuweka upendo wake kwenye lile busu, na hata machozi yetu kuchanganyikana. Aliponiachia ilikuwa ni ili kupumua tu. Basi aliniambia kwamba natamani ningeweza kuvua hizi nguo zako hapa mlangoni. Hatuwezi, lakini najua ila Foxy, siwezi kusahau. Sasa kwa nini ukaja wakati unajua niko kwenye siku zangu? Usingesubiri hata ziishi jamani. Mara mpenzi, mimi sikupendi kwa sababu ya mwili wako tu, nakupenda kwa sababu ya nafsi yako. Actually sijui kwa nini nakupenda, lakini nafsi yangu inavutwa kwako. Siwezi kuelezea, lakini kila kitu chako kinanichanganya. Hivyo nahitaji tu kuwa karibu yako, vingine hivyo mimi sijali. Nakupenda sana Kian. Nakupenda zaidi Mara. Afu nimekuletea zawadi, ngoja nikachukue vitu vyangu kwenye gari. Alisema hivyo na hapo ni baada ya kunibusu, alifungua mlango na kutoka, lakini nilimfuata. Aliniambia kwamba naona Jordan amefanya kazi yake vizuri. Aliniambia sasa akiangalia maua yaliyozunguka nyumba yangu. Asante sana kwa yote. Ulikuwa mbali lakini ulijitahidi kuwepo na mimi kadri ulivyoweza. Na yule dada pia uliyemtuma jana, asante sana. Nilikuwa na siku sijatasemeje, lakini asante sana kwa ile message. Uzuri ni kwamba leo nimekuja mwenyewe ili nikupatia message original. Haya, nikaribishe ndani basi, au nataka nibakie nje? Alisema huku akiwa amebeba begi lake. Alinikabidhi maua, nikamshukuru sana kwa zawadi ile, lakini akasema hiyo sio zawadi alioniletea. Nibaki nikitabasamu tu na kumfuata ndani. Vipi, umeshakula? Naweza kuandalia kitu hapa haraka? Wala tusihangaike bwana. Njaa yangu yote imeisha nilipokuona, lakini kama bado unapika zile keki, nikipata kama 5 hivi au 6 nitafurahi sana. Pamoja na glasi ya juice au hata soda. Muone. Eti hauna njaa, ngoja nikuletee basi unachotaka. Nilimweleza na kwenda jikoni, lakini sikuishia kwenye keki na juice. Nilimkangia mayai na sausage 2 kisha nikampelekea. Wow. Nimekuambia vitu viwili ukaniletea vitu 4. Naona hadi hii wiki ishe sitapita mlangoni. Wewe haujamaliza hata nusu saa umeshaanza kulalamika hivi. Foxy, mwili haujengwi kwa matofali, sawa? Lakini kwa sababu nazijua vizuri hizi keki, nadhani nitahamia tu gym nikirudi Watford. Alisema huku akianza kula. Nilisogea na kwenda kukaa pembeni yake, kisha akaanza kunilisha huku tukitaniana. Basi alinifukuza akasema kwamba hebu toka hapa bwana, naona unataka tu kunimalizia chakula changu. Aliniambia hivyo baada ya kunilisha vijiko 3 tu. Nitikisa kichwa changu
na kwenda kuchukua pakti nyingine ya crepes. Hiki ndio kimekuwa chakula changu cha siku nzima siku ya leo. So tulikaa tukila huku Kiani akinisimulia stories za timu aliyopo, ubaguzi aliokutana nao na mafanikio aliyoyapata. Ulikuwa ni wakati mzuri sana. Kulipokucha niliamka mapema sana sababu nilitamani kumtengenezea Kiani kitu kizuri. Hivyo nilitoa kuku kwenye jokofu na kuwapaka viungo tayari kwa kuwaoka. Upande wa pili nilimenya viazi kwa ajili ya kukaanga. Kuna kachumbari ya kutengeneza kisha nichanganye sausage na mayai. Mpaka muda Kiani anaamka, nilikuwa namalizia kukata kachumbari. Akasema kwamba kuna harufu nzuri imeniamsha kuanzia chumbani ese. Alisema anakuja kunibusu. Good morning Foxy. Nimekuwa nikiota sana hii siku. Ese, haya ndo maisha. Siku nini umeamka baba? Mimi nitaka nikuletee chai chumbani eti. Oh, basi ngoja nirudi kitandani. Wewe maliza, then utanikuta kitandani. Alisema haraka na kusogea kunibusu kisha akakimbilia chumbani. Nibaki pale nikicheka tu. Nilimalizia kila kitu na kukipakua kisha nikaweka kwenye tray na kumpelekea chumbani. Nijikuta nikicheka nilipomkuta Kiani anaigiza kulala. Baada ya kuweka ile tray mezani nilimgusa Kiani ili kumwamsha. Alijigeuza tu na kuendelea kuigiza kulala. Nisogea na kumbusu, hapo hakuweza kujizuia, alinikumbatia kunibusu. Aliponiachia nilibaki nikicheka tu. Baba, amka basi unywe chai baba. Nilimwambia kwa sasa nikijizuia kucheka. Alijinyosha na kuanza kufikicha macho. Vipi, umeamka saa ngapi kufanya chai? Aliuliza huku sasa akishangaa nilipompatia tray. Nilimwambia kwamba nitamani kuletea chai chumbani. Asante sana Foxy. Nitakumisi sana nikirudi Watford. Nitakuwa mpweke yani, hakuna hata atakayenisaidia kuchemsha chai. Alisema kwa kivuta mdomo. Sentence yake ilinikumbusha kuwa Kiani sio wa milele. Baada ya siku 6 tu ataondoka na kuniacha tena. Kwa hiyo baada ya kukumbuka hilo, nijikuta navuta mdomo tu. Kiani akasema usivute mdomo bwana. Kaa hapa utulie nikuleshe. Alisema kwa sasa akinivuta, nikaangukia kitandani. Ilikuwa ni kama bahati tu ile chai haikumwagika. Nilikaa pembeni yake huku sasa akinilisha na akila. Nijikuta nikisahau huzuni yangu na kuamua kufurahia huu wakati nilionao kwa sasa. Baada ya chai, Kiani alitoa vile vyombo kisha akarudi chumbani huko kitabasamu. Akaniambia kwamba afu jana sikukupatia zawadi yako. Alisema huku sasa akielekea kwenye kabati na kurudi na box kubwa kiasi. Juu kulikuwa kuna logo ya timu. Sio timu aliyopo sasa hivi, ni timu nyingine kabisa. Na kama nasoma vizuri ni Man City. Nilinua uso haraka na kumtazama kwa mshangao. Akaniambia, "Fungua hiyo, niliomba kwa ajili yako. Na jezi yangu itakuwa hivyo." Nilifungua ile boxi na kuachia tabasamu. Ndani kulikuwa kuna jezi ya Man City iliyoandikwa Mapesa F na namba 9 chini yake. Hiyo ni ya kwako. Na hiyo F inasimama kwa ajili ya Fox. Hakuna mwanamke yote duniani ninayemuita hivyo zaidi yako. Hivyo kila wakati nikiwa uwanjani lazima utakuwa na mimi. Alisema hivyo nilimrukia na kumkumbatia huku macho yangu yakitiririka machozi. Akaniambia kwamba naamini hayo ni machozi ya furaha sababu kama sio tutakuwa na ugomvi mkubwa. Ananiambia kwa kunibembeza taratibu. Nilicheka na kumwachia sasa nikufuta machozi. Nilimwambia kwamba hongera sana baba. Hii ni hatua kubwa. Hata mimi ambaye sielewi kuhusu mpira naijua hii timu. Kwa hiyo lini unatangaza? Wiki hii mkataba wangu na Watford umeshavunjwa hivyo nikirudi naenda kuhamia Manchester. Sio tu timu lakini mji pia. Alisema kwa furaha ambayo haielezeki. Nami nimwambia kwamba hongera, naamini wakikutangaza dunia nzima itajua, sio tu nchi. Sio kufuatiliwa na dunia Foxy. Lakini pesa unayonipa sijawahi kudhani ningeigusa maishani. Nataka niishi maisha yangu na wewe Mara. Najua bado ni mapema sana kuongea chochote lakini najua ndani ya moyo wangu kuwa nataka kuishi na wewe. Maisha yangu kuwa na wewe. Sitaki mwanamke mwingine yote. Natamani nikupe maisha unayostahili. Kiani aliniambia huku akisogea na kunibusu. Nilifuta machozi yaliyojaa machoni
huku nikijaribu kujizuia kulia, lakini wakati wetu mzuri ulikatishwa tuliposikia mlango ukigongwa. Niliinuka na kuelekea mlangoni huku nikimwacha Kian kitandani. Nilipofungua mlango sikutegemea kumuona Jordan. Nilipofungua tu mlango alinivuta na kunikumbatia kwa kicheka. Jordan akasema kwamba Gordon, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Yaani umeticha vibaya mno. Mungu akubariki. Mungu akuweke. Jordan alisema hivyo sasa akiendelea kunikumbatia kwa nguvu. Bila kutegemea Kian alikuja haraka na kuningoa kwenye mikono ya Jordan. Wewe, yaani nimekuruhusu utoke chumbani dakika moja tu, umeshakumbatiwa na mwanamume mwingine, si ndio? Alisema kwa hasira huku akinitazama. Nilishtuka kuwa nimemkwaza, lakini Jordan ni rafiki yake na sio kwamba eti nilimkumbatia, yeye ndo aliyenikumbatia mimi. Lakini niliishia kushusha pumzi aliponikonyeza. Mara moja nilielewa kuwa alikuwa anataka kumchokoza rafiki yake. No baba, ni Jody ndo amenikumbatia. Jody? Yaani nakupa kazi ya kunisaidia kumletea maua, alafu mmeshaanza mpaka kupeana majina utani? Anakuita Jody. Mbona mimi aniiti Kian? Kian alisema kwa hasira huku akiwa amemgeukia rafiki yake ambaye alikuwa ni kama anaelekea kuzimia. Na mimi nilikuwa najitahidi sana kujizuia kucheka. Basi Jordan akasema kwamba Kian, bro, sio hivyo. Mimi nimeomba Gordon. Kian alimkatisha na kuanza kuongea akasema, Godi, yaani nyeo ile ni airusha mikono juu sasa akitikisa kichwa bila kutegemea. Alimrukia Jordan na kukunja shati lake. Kian akasema kwamba nilikuamini sana Jordan. Nilikuamini alafu naamka nakuta umemkumbatia mwanamke wangu, Kian alisema kwa hasira sana. Basi Jordan akasema, Kian, sio hivyo. Na kuahidi sijawahi na siwezi kukufanyia hivyo, wewe rafiki yangu. Na kwa pia kwa kaburi la mama yangu mzazi, siwezi kukuibia mwanamke wako. Gordon anakupenda sana. Na wewe rafiki yangu, mimi siwezi kukufanyia hivyo. Kabla Jordan hajamaliza kujitetea, nijikuta nashindwa kujizuia kuanza kucheka. Kian naye alifuata sasa akimwachia Jordan na kuanza kucheka. Jordan alibaki akitushangaa kama chizi. Kian akasema, nakutania bro, najua kila kitu. Nitaka tu kuona utakavyofanya. Kian alisema huku sasa akimtengeneza shati lake. Mimi nilikuwa nimekaa chini huku nikicheka tu. Jordan akasema kwamba yana wewe uko katili namna hii bana. Jordan aliniuliza kama anataka kulimeza. Nilibaki nacheka tu. Jordan akasema kwamba Mungu wangu, yani nyinyi ni machizi sana. Yani mnafaana wenyewe. Jordan alisema huku akiingia ndani na kwenda kukaa kwenye kochi. Kian akasema kwamba nimefurahi kukuona Jordan. Basi walitaniana pale nini? Jordan akasema kwamba kwanza tangu umempata huyo mwanamke hauna muda wa kuongea na mimi yani. Na unakuja da bila hata kuniambia. Kweli kabisa. Rafiki ambaye ulikuwa unanitwika kazi ya kuja kuleta maua kila siku, alafu unakuja kimya mwanangu, kweli? Kian akasema, pole sana bro, lakini ukiwa na mwanamke kama huyo huwezi kuwa mbali bana. Na nilipanga kukueleza leo lakini umejileta mwenyewe. Kwa hiyo deni langu limeisha. Kian alisema sasa akiendelea kumcheka Jordan. Nilienda jikoni kurudi na juice, glasi pamoja na keki. Jordan akasema, yaani siku yoyote kugundua kuwa Kian hakufai, usinisahau katika ufalme wako. Maisha yangu atakuwa na maana sana nikipata hizi keki na juice kila siku. Jordan alisema huku akipokea sahani ya keki kwamba hata kitokea mimi ni maachana na Kian, basi yeye hizi ofa za keki nini zisiishe. So nibaki nikicheka tu, nikasema kwamba kwa hiyo mapenzi yako ni ya keki tu, lakini haina haja ya kujibu Kian anatosha. Jordan akasema, nilijua tu utasema tu hivyo, baki na chizi wako huyo. Jordan alisema hivyo na kuanza kula. Basi Kian akasema kwamba anyway, tukiachana na masuala matani, unataka nini nyumbani kwa mwanamke wangu asubuhi yote hii? Kian alimuuliza huku yeye sasa akipokea glasi ya juice. Jordan akasema kwamba yes, nikuja kumshukuru Gordon hapa bana. Asante kwa ushauri wako Godi. Najua haukufanya vingi, ulinishauri kitu kimoja tu, lakini nilipoona furaha ya kesi nilipata ujasiri wa ajabu. Hivyo nilimwambia kila kitu. Kwa hiyo kama mnavyoniona, mimi ni boyfriend wa kesi. Jordan alisema hivyo kwa furaha ya ajabu. Niruka na kwenda kumkumbatia nikimpongera. Nilimwambia kwa utani kwamba uzuri na kujua na najua unachopenda,
Siku utakayomuumiza kesi nitakuwekea sumu kwenye hizo keki na juisi ili ufe. Kwa hiyo jiangalia Jordan. Sina utani kabisa yani. Ninapokuja familia yangu mimi sina utani na kesi ni familia yangu. Nilimwambia hivyo kwa utani tu. Basi Jordan alitikia kwa kichwa na kunithibitishia kuwa kesi atakuwa mwanamke wa furaha sana. Nilitikia tu na kuamua kugeuka kurudi jikoni. Lakini niliishia kusimama Kian aliposema ya kwamba alafu Michelle amepiga simu bana kuhusu swala la appearance kama sikosei. Kian alisema huku sasa kitazama simu yake na kuinua juice. Nikasema kwamba Mungu wangu, afu unaniambia sasa hivi nimeshachelewa buba. Nilisema sasa nikikimbilia chumbani kwenda kujiandaa. Dakika chache baadaye nilitoka sebeni na kuaga kisha nikaelekea ofisini. Nilikuwa nikitetemeka mikono lakini tabasamu la Kian lilinipa ujasiri msikilizaji. Sijui kama ningeweza kufanya haya maamuzi kama asingekuepo kunishika mkono. Tulikuwa kwenye gari tukielekea kwa mama yangu. Nimegombana naye jana. Sio kwamba eti nilitaka kugombana naye, lakini aliniambia maneno ya kuumiza sana kama ilivyokuwa kawaida yake. Alimtukana baba yangu na sikuweza kuvumilia kumsikiliza akimtukana mwanaume pekee aliyenitunza na kunilea wakati yeye akininyanyasa. Nijitahidi kumjali na kumtunza. Anakula, ananawili, analala kwa pesa yangu, lakini bado ananitukana. Ananifukuza nyumbani, hataki niwepo hata kuona wadogo zangu. Najitahidi kuzoea lakini kuna wakati maumivu yanazidi najikuta siwezi kuvumilia. Sasa jana mama alinipigia akiniomba nimsaidie kiasi kikubwa tu cha pesa kama milioni 2 hivi. Na mimi kwa uzuri tu nikajaribu kumuuliza ni kitu gani anataka kufanya ili kama ni biashara basi nimtafutie watu wa kumuongoza tujue tunaweka pesa ya kutosha. Na pili, sina uwezo wa kumtumia pesa yote hiyo kutoka kwenye simu. Nilifanya hivyo ili kupunguza matumizi mabaya ya pesa. Hivyo nilihitaji kusubiri hadi leo nishughulikie hilo. Lakini mama yangu alichukulia hilo kama mimi kumnyima pesa. Alianza kunitukana na kuniambia anajuta kuniacha hai. Bora angenitelekeza tu barabarani sababu alinitunza na kujitoa, lakini ninakataa kumhudumia. Nijaribu kumwomba msamaha lakini alikata simu na ukataa kabisa kunisikiliza. Nilia sana huku Kian akinibembeleza. Nilianza kumlalamikia kuwa sijui kwa nini mama yangu ananichukia namna hii. Hakuna lolote ninalofanya ambalo mimi nafanya ambalo kwake au machoni mwake linaonekana ni jema. Asa Kian aliniambia kwamba nijaribu kuongea naye, kuwa nimeshakuwa mtu mzima. Hakuna anachoweza kunifanya zaidi ya kuongea tu. Hivyo hakuna ubaya kujua sababu za mama kufanya hivi. Alinitia moyo zaidi na kuniambia atambatana na mimi kama nitahitaji hivyo. Na hiyo ndio sababu ya leo tunaelekea huko wote. Ninaenda kumuuliza mama yangu kwa nini anipendi? Yaani ni kosa gani baya ambalo mimi nilimfanyia ambalo hawezi kunisamehe? Leo ni siku ya 3 tu tangu Kian aje. Lakini ameshaanza kuchanganyikana na matatizo ya familia. Yaani ameshaanza kujihusisha na matatizo ya familia yangu. Siwezi kulalamika sababu yeye ndo anayenipa nguvu. Tulipofika nyumbani, nilikaa kwanza kwenye gari, nikijaribu kuvuta pumzi na kukusanya nguvu. Sababu nilijua hapa nikiingia ndani lazima kuwepo tu na ugomvi mkubwa sana. Kian akaniambia kwamba Fox, twende. Mimi nitakuwa upande wako wakati wote. Usihofu kabisa, sawa? Chochote kitakachotokea kumbuka niko na wewe na mimi ni wako. Basi aliniambia hivyo huku akinishika mkono. Niliitikia tu kwa kichwa na kutoka kwenye gari huku nikitetemeka mikono kama mtu mwenye njaa. Tulipofika mlangoni, aliyefungua wa kwanza alikuwa ni Michael. Alimrukia Kian huku akianza kumimina sifa zake. Kuna muda nasahau kama Kian ni maarufu, sababu akiwa na mimi anakuwa Kian wangu. Kian alicheka na kumkumbatia kisha akaanza kumjibu maswali huku tukikaribia ndani. Tulikaa na kuletewa soda na msichana wa kazi. Kisha baada ya dakika kadhaa akaja Pendo ambaye naye alishangaa kumuona Kian. Michael akauliza kwamba kwa hiyo ukirudi unaenda kuhamia Manchester? Kian akasema ndio, kama dada yako akikubali ni muoe lazima uje kunisalimia. Kian alimwambia hivyo Michael. Hayo maneno alifanya Michael
anikate jicho kama vile kuniambia nisizingue. Yaani nisikatae kuolewa naye. So nilicheka tu na kuendelea kuangalia TV na Pendo. Mama alipofika sebuleni, furaha yote ilipotea. Yaani ilikuwa ni kama mzimu umeingia hivi. Nyumba ilikuwa kimya kabisa. Waliokuwa wanacheka waliacha. Waliokuwa wanaongea wakawa kimya. Mama akasema kwamba naona umeamua sasa kuniletea mwanaume kabisa, Yaani umeamua kushindikana kabisa. Mama alisema hivyo alipokaa kwenye kochi. Mimi nilimsalimia kwa upole tu, nikasema shikamoo mama. Mama akasema shikamoo na wewe. Unadhani kwa uchafu wako wote una haki ya kunisalimia? Mimi ndo natakiwa nikusalimie? Mama alinijibu kwa dharau, kisha akamgeukia Kian ambaye alikuwa kimya muda wote. Alisogea na kunishika mkono. Na wewe kijana, mbona hausalimii? Au binti yangu ameshakufundisha uchafu? Kama mwanao hawezi kukusalimia, sasa kwa nini salamu yangu ikufae? Kian alijibu kwa hasira kidogo na dharau. Mama alimkata jicho lakini alibaki kimya. Haya, unataka nini? Sababu umeshaanza kutunyanyapaa na pesa zako. Mama alisema hivyo kwa dharau. Moyo wangu ulikuwa unauma sana. Yaani kwa nini aamue kuniaibisha mbele ya Kian? Ameshindwa kunistiri hata mbele ya mgeni. Basi nimwambie tu kwamba mimi nataka kuongea na wewe. Nimwambia kwa sauti ya upole sababu machozi yalikuwa yameshajaa machoni. Nimechoka ya maisha. Mamangu amekuwa ni kama ni kitunguu. Kila nikiona naye lazima nilie. Lazima niumie. Lazima niishie tu kujiuliza kama mimi ni mtoto wake kweli. Natamani kujua ukweli ili kama aliniokota nijue nina kazi ya kutafuta wazazi wangu wa kweli. Basi kwa dharau akaniuliza kwamba kwani hapa si tunaongea ama? Niliamua tu kuwageukia Pendo na Michael na kuomba watupishe. Wakati wakitoka, Kian aliniuliza kama atupishe pia, lakini nilimwambia baki. Mama, natamani kujua ni kitu gani nilichokukosea sana hadi unanichukia namna hii. Ni wapi nilipofanya kosa ili nikuombe msamaha? Angalau nipende kidogo. Uweze kuniona kama mtoto wako. Nilimwambia huku nikiruhusu machozi yashuke sababu mimi siwezi kuyazuia tena. Mama aliachia kicheko kikubwa sana. Kian alitaka kusema kitu lakini nilimkata jicho anyamaze. Sababu hata iweje, huyo bado ni mama yangu na ana wajibu wa kumheshimu. Hivi wewe, kitu gani kimekupa mshipa wa kuja kuniuliza leo hilo swali? Mimi kukuomba tu zile pesa kidogo ndio unataka ujue kwa nini na kuomba hela? Hapana, pesa sio shida. Shida ni nini? Pesa sio shida. Nataka kujua ilikuwaje nikaitwa Mara. Nini maana ya jina langu? Na baba yangu ni nani? Na kwa nini unanichukia sana? Nimuuliza kwa hasira kidogo. Sikuweza tena kujizuia. Kian aliupapasa mkono wangu taratibu ili kunituliza. Nitaka kujua nini maana ya jina Mara. Wewe msikilizaji unanisikiliza tu hapo, hivi unajua kwa nini uliitwa hivyo? Hebu ukitoka leo kusikiliza simulizi, muulize tu mama, kwa nini uliniita ile jina? Muulize baba, kwa nini uliniita ile jina? Uliza. Sasa wewe kaka hapo. Na pia nitaka kujua baba yangu ni nani na kwa nini ananichukia. Basi mama alichukua ile bahasha na kutoa zile pesa. Alizihesabu huko akitabasamu. Alipomaliza alizirudisha kwenye ile bahasha na kunitazama. Kama ndo unataka kujua basi mimi siwezi kukuficha. Mara haukutakiwa kuzaliwa. Haukupangwa. Na nilikuwa ni binti mdogo sana, mwenye ndoto kubwa. Lakini yote hayo yalikuja kukatishwa na wewe. Nilipokuwa binti wa miaka 16, nilibakwa na baba yangu wa kambo. Mama alitulia na kufunga macho. Kwa mara ya kwanza nilimuona akiwa na sura ya huzuni, huruma na uoga. Kwa hiyo kama mtoto wa kike, hatua yangu ya kwanza ilikuwa ni kwenda kwa mama. Lakini unajua mama yangu alichosema? Alinilaumu mimi kwa kumtamanisha mume wake. Yote hiyo ni kwa sababu tu huyo mwanaume alikuwa na pesa. Mama alinikasirikia sana. Niliumia. Huyo baba ndo alikuwa mwanaume wa kwanza kunijua. Na bado nilikuwa ni mwanafunzi. Kwa hiyo baada ya mimi kufanya vile, sikuona mtu mwingine yeyote wa kumgeukia.
Hivyo nilibaki kimya na kuendelea na maisha ambayo sasa mimi ndo nilikuwa mbaya kwenye nyumba. Baba wa kambo alinibaka kwa kadri alivyopata nafasi na sikuwa na mtu wa kumwambia chochote. Wiki 2 baadaye nilianza kutapika. Haikuchukua muda mama kujua kuwa nina ujauzito na kunifukuza nyumbani. Hivyo ndoto zangu za kumaliza shule zikaishia pale. Ndoto ya kuwa rubani ikaishia pale. Nijichukia na nilichukia sana sababu wewe ndio ulikuwa chanzo cha mateso yangu. Nilijaribu njia nyingi za kutoa mimba lakini sikufanikiwa. Bahati nzuri kuna familia ilinichukua kama msaidizi wa kazi na wakanitunza hadi nikajifungua. Na uzazi nikamaliza pale. Ile familia walikupenda sana. Lakini hata nilipojaribu sikuweza kukupenda. Ulipofikisha miaka 2, yule mama wa ile nyumba alifariki. Hivyo hatukuweza kukaa pale tena. Ikabidi tutoke na kwenda kujitafutia. Hapo ndipo maisha yalipozidi kuwa magumu hadi nilipokutana na Wilson miaka 2 baadaye. Na sikuwaza hata mara 2 kuolewa naye. Kwa hiyo ndio hivyo. Hata nikijitahidi vipi siwezi kukupenda Mara. Kila nikikutazama naiona sura ya mwanaume aliyenibaka. Nitawezaje kukupenda? Aliniuliza huku sasa akinitazama kwa hasira na machungu. Ile sura ya upole na huruma imetoweka tena yote. Nilibaki kimya tu. Sikuwa na neno la kuongea. Niliinuka na kutoka tayari kwa kuelekea nyumbani. Hakuna haja ya kubaki hapa sababu kile nilichokijia nimeshakijua. Swali langu limeshajibiwa. Hakuna haja ya mimi kubaki hapa. Nilipotoka pale mlangoni nilielekea moja kwa moja kwenye gari langu. Lakini niliishia kusimama nje sababu Kian ndio mwenye funguo na amebaki ndani. Hivyo nilikaa chini kabisa kwenye nyasi ili kumsubiri. Miguu yangu haikuwa na nguvu ya kuendelea kusimama. Yaani akili yangu yote haikuelewa kitu cha kufanya kutokana na taarifa zote hizi nilizozipokea kutoka kwa mama yangu. Hivyo sikuweza kulia wala kucheka wala kuwa na hisia yoyote. Kitu pekee nilichotaka ni kwenda nyumbani na kuwa mwenyewe. Kian alitoka ndani akiwa amewaka. Yaani alikuwa na hasira sana, lakini aliponiona hasira yake ilipotea na uso wake ukajaa huruma juu yangu. Hiki ndio kitu ambacho sitaki. Sitaki watu wanionee huruma. Yaani sitaki kabisa ni. Sikuwa na mpango wa kulia, lakini Kian alipokuja na kunivuta kunikumbatia nijikuta nikilia kama mtoto. Kian alijaribu kunibembeleza lakini sikuweza kunyamaza. Kumbukumbu za maneno mengi ambayo mama yangu amewahi kuniambia na namna alivyonitesa zilikuwa zikijirudia akilini. Nibaki nikilia bila kujali watu watanionaje. Kian akaniambia twende nyumbani Foxy, hapa sio sehemu ya kukaa. Aliniambia sasa akifungua gari na kunisaidia kuingia. Alihakikisha nimekaa vizuri na kufunga mkanda, ndipo akaenda upande wa dereva na kukaa. Safari ya kurudi nyumbani ilikuwa kimya sana. Sijui hata kitu gani kitanisaidia niweze kujisikia vizuri angalau. Natamani kuwa na furaha angalau niweze kuzifurahia hizi siku 4 zilizobaki za kuwa na Kian kabla hajarudi, lakini siwezi kuwa na furaha. Nina huzuni ambayo siwezi kuielezea. Na sijui nifanye nini ili angalau niweze kuwa na furaha hata kidogo tu. Angalau niweze kumfurahia mpenzi wangu. Tulipofika nyumbani, nilishuka kwenye gari na kuelekea moja kwa moja bafuni. Baada ya kuoga na kuvaa nguo za kulala, Kian alikuja chumbani na kukaa kitandani. Alikunja mikono yake kunikumbatia na sikuhitaji kuwaza mara 2. Nijitupa mikononi mwake na kutulia. Kian hakusema chochote. Alikutanisha midomo yetu na kama kila wakati mwili wangu wote ulisisimka, lakini hili halikuwa busu la kawaida. Aliweka upendo wake wote katika lile busu. Nijikuta nikitoa machozi ya furaha. Lakini leo hakuishia kunibusu. Taratibu alianza kutoa nguo zangu. Hakukuwa na maneno yoyote yaliyozungumzwa. Hata hivyo sidhani kama maneno yanaweza kunifariji. Miili yetu iliongea lugha yao wenyewe na mioyo yetu iliongea yenyewe. Kian alijua, yani ni kama aliujua mwili wangu. Na kilichonichanganya zaidi ni kuwa hakuwa na haraka. Nadhani hii ndio njia pekee aliyoiona na kunifariji, yani ya kuweza kunifariji. Niliposhusha pumzi baada ya kuridhika, alinitazama machoni kama vile yani ni kama kuna kitu anataka kuniambia. Mara,
Nakupenda sana Mara. Najua tumekuwa pamoja muda mfupi, lakini ninajua wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Sijawahi kujisikia hivi kwa mwanamke yote ule. Hivi kwa nini tusiende wote Uingereza? Kiani, ni mapema sana. Maisha yangu yote hapo huko na nina wadogo wanaonitegemea. Muziki wangu wote upo huko. Performance na appearance, yani kila kitu. Naelewa hilo mpenzi. Lakini simaanishi kwamba tukienda kule ndo unaacha kila kitu kuhusu maisha yako. Ila angalau tu nitapata nafasi ya kuwa nawe zaidi. Ninamaanisha kuwa unaweza kukaa na mimi mwezi mmoja ukatengeneza hata nyimbo ukiwa kule kule. Lakini baada ya huo muda ukarudi huko kufanya sasa vitu vyako. Alafu na mimi ligi zikiisha nikipata likizo ninakuja huko. Sababu hata mimi maisha yangu hayapo kule. Lakini pia unaweza kutumia hii kama nafasi ya kuwa msanii wa nje ya Afrika. Sababu sidhani kama unatamani kuishi hapa Afrika tu. Tukitumia hii nafasi vizuri itakuwezesha kufikia watu nje. Ndio. Kiani, ni mapema sana. Hata nikikubali kuongozana na wewe, kuishi na wewe, yani siwezi kuinuka na kuondoka na wewe baada ya siku 4 tu. Huu wimbo mpya niliotoa juzi, wewe mwenyewe unaona ulivovuma karibia Afrika nzima. Mwezi wote huu nina appearance na show na matukio mengi yamejipanga, so hata nikikubali inabidi tu nichukue muda kujiandaa kabla ya kufuatana na wewe. Naelewa kabisa Foxy. Mimi ninachotaka ni jibu lako tu. Kama ukikubali, nikienda nitaanza kujipanga kwa ajili ya ujio wako. Siwezi kukubali ufuatane na mimi wakati nikirudi hivi nitakuwa busy kuliko kipindi chote. Angalau baada ya miezi miwili ndo nitakuwa nimetulia. Na hata nimeielewa ratiba yangu. Lakini ninachotamani ni kujua tu kama unatamani kuishi na mimi. Kama ni kitu ambacho naweza kukitazamia. Ndio Kiani, mimi nakupenda sana. Kitu pekee ninachotaka ni kuishi na wewe siku zote za maisha yangu. Sijui hata ile huzuni yote imeenda wapi. Lakini asante kwa kuwepo hapa Kiani. Asante kwa kunipenda jinsi nilivyo. Haujajali historia yangu wala familia yangu yenye misukosuko. Unaniona mimi kwa jinsi nilivyo. Lakini kitu ambacho sijawahi kukipata kwa mwanamume mwingine yote. So Kiani, wewe ni wa kipekee sana. Kwa hiyo asante sana. Nilisema huku macho yangu yakijaa machozi. Tena machozi yenyewe ni ya furaha. Kumbe ukipenda ndio inakuwa hivi. Uwepo tu wa yule unempenda unatosha kuondoa uchungu na maumivu yote. Tabasamu lake linaufanya moyo wako urukeruke kwa furaha. Foxy. Kuna kitu ambacho sijawahi kukwambia na dunia nzima haijui kuhusu mimi. Mr. and Mrs. Mapesa sio wazazi wangu. Walinilea tu baada ya wazazi wangu kufariki. Hata mimi sina kumbukumbu ya wazazi wangu. Inasemekana walikuwa majirani na familia ya Mapesa. Na nilikuwa nina mwaka mmoja walipofariki. Kulikuwa na sherehe ya mama yangu mdogo. Watoto hawakuruhusiwa kuhudhuria sherehe. Hivyo waliwaomba kina Mapesa waniangalie hadi watakaporudi, lakini bahati mbaya hawakurudi. Wakina Mapesa hawakujaliwa watoto. Na walishua kuwa watu wazima. Hivyo waliomba familia yangu kunichukua na kulea. Na ilikuwa ni rahisi sababu nani anayetaka mzigo wa kulea mtoto wa ndugu yake? Kwa hiyo walinilea na kuishi na mimi na hatimaye wakaniasili. Nilikuja kujua ukweli nilipoingia sekondari. Lakini familia ya Mapesa ndio familia pekee ninayoitambua. Pole sana. Ona na mimi nalalamika kuhusu maisha yangu wakati wewe mwenyewe umepoteza baba mara 2. Usiwaze Foxy. Nimeshazoea na siumii sana sababu babu nemjua ni mzee Mapesa. Wamenilea, wamenitunza, wamenipa jina. Nilipoanza kuchagua mpira walinishika mkono na kunishauri kuwa ni kazi kama kazi zingine tu. Walinitafutia mtu wa kunifundisha mpaka hapa nilipo ni juhudi zao. Kwa hiyo nadhani mambo yote yalipangwa na Mungu. Kian aliniambia hivyo kwa kutabasamu. Tulikaa kimya huku tukivuta pumzi na kuangalia juu. Tulikuwa hatupo wala hakuna aliyekuwa na aibu na mwenzake. Hakuna aliyezungumza, lakini kila mmoja alikuwa na amani na tabasamu. Hatujui usingizi ulituchukua muda gani, lakini nilipofungua macho asubuhi na kumuona Kian amelala pembeni yangu, nilikuwa na furaha kubwa sana.
Zimebaki siku 3 tu hadi Kian arudi Uingereza. Siku ya leo nilikuwa na matukio mengi kidogo. Na Kian naye alihitajika kwenye ofisi ya waziri wa michezo kama sijakosea. Na sishangai sababu kwa sasa Kian ndo mwanamichezo anayefuatiliwa Afrika nzima. Ni vizuri kama nchi yake ikimpongeza kwa bidii anayoiweka. Na baadaye jioni ataonana na marafiki zake, yani wachezaji wenzake hapa nchini. Kwa hiyo nadhani kwa leo hii siku imejaa ratiba nyingi, lakini kabla hayo yote tuliingia jikoni. Kian alitengeneza vitafunwa huku mimi nikitengeneza juisi. Alisisitiza kunitengenezea chapati za mayai. Mpaka hapa nahisi kichwa kinauma sababu hata kama nina pesa, matumizi yake ya pesa zangu ni mabaya sana. Ameweka mayai, maziwa na siagi kwenye huo unga. Hakuna hata tone la maji. Madai yake itari brother. Nilipolalamika sana akaahidi kuniletea mayai, maziwa na siagi baadaye. Nilishia kucheka tu na kuamua kuhangaika na juisi yangu. Masaa mawili baadaye tulitoka ndani tukiwa na furaha. Kila mmoja aliingia kwenye gari lake kisha siku ikaanza. Kwa upande wangu safari ilianzia kwa Kesi ambaye tulienda kumalizia wimbo nilioanza kutengeneza wiki ijayo. Baada ya wiki nitaenda kurekodi video ya huu wimbo. Na kwa siku ya leo nina nyimbo 2 za kwanza kuandaa. Baadaye jioni kuna tuzo ambazo ninashindania. Ni tuzo za Afrika na mwaka huu tuna neema ya zoezi hilo la ugawaji ambalo litafanyika hapa nchini. Kwa hiyo wasanii wengi wa Afrika watakuwa nchini siku ya leo. Na tukiongelea hilo inamaanisha kuwa ninahitajika kuvaa nipendeze. Sisemi kuwa nitashinda tuzo, lakini kama ikitokea nikashinda, natakiwa nipande pale jukwani nikiwa nimewaka kama msanii wa kike. Na pili kuna lile zulia jekundu. Pale picha zinakuwa nyingi sana na maswali yanakuwa mengi, kwa hiyo ni sababu nyingine kubwa ya mimi kujiandaa vizuri. Nilipofika ofisini kwa Kesi, nijikuta nikitabasamu nilipokutana na Jordan akitoka. Jordan akasema kwamba, "Oh, Gordy, naona umekuja kazini." "Ya, naona umekuja kumuona mpenzi wako." "Ya, rafiki yako ananichanganya sana ise." Jordan alisema huku akiweka mikono yake mfukoni. "Naona hilo. Hadi unamfuata kazini? Mapenzi yenu yameshindwa kuishia nyumbani tu, si ndio? Yaani angalau mimi na Kian tunakutana nyumbani na mapenzi yetu yanaishia nyumbani. Lakini nyie Nilisema kwa sasa nikimzomea Jordan. Jordan alicheka. Akasema kwamba naona chizi mmoja anamtetea chizi mwenzake. Hebu nipishe, mimi nimeitwa na kiongozi wangu bwana. Alisema kwa kicheka. Nilimsukuma na kupita kutukia Ghana. Nilifurahi sana kumuona rafiki yangu akiwa na raha hivi. Niliingia studio na kuachia tabasamu kubwa zaidi nilipomwona Devi ameshika gitaa akipiga. Bila shaka alikuwa anaingiza kwenye wimbo wangu niliokuja kuumalizia. Nilimrukia kwa furaha sababu hatujaonana muda mrefu sana tangu Kian aje, sijaonana kabisa na Devi. Devi alicheka sana. Devi akasema kwamba anashangaa umenimisi wakati mcheza mpira amekuweka busy, hauonekani kabisa mtani. Devi alisema kwa kicheka. Nikasema, "Muone, kwangu si unapajua, mbona hujaja? Utadhani sio wewe uliyekufa na kuoza kwa Cindy." "Au furukuti popote kama ndugu yangu hapa." Nilisema kwa sasa nikimgeukia Kesi ambaye alianza kuwa mwekundu. Nicheka sana na kwenda kumkumbatia. Nikasema kwamba I miss you. Nimewamiss wote sana jamani. Devi, mnionyeshe mambo yako. Unajua nina tuzo baadaye." Nilisema kwa sasa nikijitupa kwenye kochi. Kesi akasema kwamba wewe usiwe na wasiwasi mpenzi. Mashabiki wako tumekupigia kura, yani ushindi tunao. Hizo tuzo zote 2 lazima tuzichukue. Kesi alisema huku akigeukia mitambo yake. Akasema kwamba okay, tuachane hizo habari za tuzo, maana mnaniogopesha bure tu. Kesi, mtu fanya haraka sababu kuna mazoezi pia. Tunatakiwa tumalize haraka kisha mimi na Devi tukajiandae, lakini angalau yeye anaandaliwa na mke wake mtarajiwa. Na bado atakuja naye. Mimi nitakuwa mwenyewe tu. Nilisema kwa sasa nikivuta mdomo. Kesi akasema kwamba si uende na Kian, yani uko na mwanaume maarufu kuliko wote Tanzania na Afrika kwa ujumla, alafu nataka umwache nyumbani. Sio kwamba namwacha, lakini ana majukumu jioni. Alafu bado mapema kwa sisi kuweka mahusiano yetu wazi. Kian ndio anasema hivyo? Sababu kama huyu ni maneno yake basi hakufai, na kama ni wewe unazingua. Hapana, Kian anataka tujitambulisha hata leo, lakini mimi naona bado mapema. Yani wewe mara. Na kitu gani tena sasa umemkatalia kijana na watu yani? Sababu kadri unavyosubiri ndivyo watu wanavyozidi kumfuatilia, na hapo sijaongelea unavyomnyima uhuru wa kukuzungumzia vizuri mbele ya watu wote. Devi, hebu nisaidie. Hapa unaonaje ese?
Kesi alisema kwa msisitizo sana. Devi akasema binafsi nilitaka kumtambulisha kuanzia ile siku aliponikubalia, lakini yeye hakutaka. Sijui alisema mambo ya macho ya watu nini, vitu vingi ambavyo mimi sijavielewa, lakini nilimheshimu sababu yeye ni mwanamke wangu na ninampenda, lakini ilinikata sana. Kwa hiyo kama mwanaume yuko tayari basi usipoteze muda, mpe kibali. Devi alisema nitulie na kushusha pumzi. Niliwaambia kwamba hebu acheneni na kufikiria hayo mambo kwanza. Uzuri walikubali kuliacha hilo swala, hivyo tukaingia kazini. Mpaka jioni inafika nilikuwa nimependeza sana lakini nimechoka sana. Kian alinipigia kunisalimia, hata yeye alikuwa na siku ndefu baada ya kutoka kwa waziri, alizungumza na waandishi wa habari, na jioni hii nilidhani ningemuona angalau lakini ametingwa, hivyo nadhani kuonana itakuwa nitakaporudi nyumbani. Na kusema kweli nimemmisi sana, na hapo tumetengana siku moja tu, sijui akiondoka itakuwaje. Basi Cindy alisema kwamba Mara, usilie wakati najiandaa mimi kukupaka poda hapa. Cindy alisema hivyo. Nitaka kumbishia kuwa silii, lakini nilipopitisha mkono kwenye shavu langu nilikuta nimeloa. Nilifuta machozi yangu na kutulia nikijaribu kutoa mawazo yangu kwa Kian. Cindy alipomaliza na kunipisha nijitazame, nilibaki mdomo wazi. Ameniremba mara nyingi sana, lakini leo amefanya vizuri kuliko siku zote. Nisimama mbele ya kioo kirefu huku designer alinivalisha akijitahidi kunivalisha viatu. Nilikuwa ndani ya gauni refu linalo nichora kila kona ya mwili wangu. Nilikuwa na mpasuo kwa mbele katikati unaishia tu hapa juu kidogo ya mapaja. Kwa hiyo nikitembea miguu yangu inaonekana, na kwa huku nyuma sasa linaburuza tu. Kichwani niliwekewa wigi ambalo lilikuwa limenyoka hadi kiunoni. Hakukuwa na kubana wala nini. Ilikuwa ni style isiyo na mambo mengi, lakini ilipendeza sana. Na kufikiria kuwa nitakuwa mwenyewe kuna nikosesha raha kiasi fulani. So baada ya Cindy kuhakikisha kuwa nipo vizuri, aliniacha na kuondoka kwa ajili ya kwenda kujiandaa yeye na mpenzi wake Devi. Michelle alikuja mapema tu baada ya Cindy kuondoka. Alileta usafiri wa kitajiri kwa ajili ya kunipeleka ukumbini. Nilipotoka nilibaki nikitabasamu baada ya kuona gari la milango 6 jeusi. Sijawahi kupanda gari kama hili. Michelle akasema kwamba unashangaa nini bwana, wewe ni msanii bora Afrika. Hiyo tuzo tunaichukua na ukiwa kama mshindi lazima upande gari la kifalme. Michelle alisema hivyo kwa furaha. Nilimvuta na kumkumbatia nikasema asante sana Michelle. Unajitoa sana kwa ajili yangu, sijitui kuwa na wewe. Nilimwambia hivyo. Michelle alitabasamu tu na kunifungulia mlango. Kisha kaingia baada yangu. Ndani ya gari kulikuwa na sehemu ina friji, kuna wine na glasi. Yaani ndani palivutia sana. Gari lilipoanza tu kutembea, Michelle alinipatia glasi ya wine, na kwa jinsi nilivyokuwa natetemeka na akili yangu ikizunguka, sikuweza kuikataa. Nilichukua na kuibugia. Angalau kichwa changu kilitulia hapo. Tulipofika eneo la tukio, kamera zilianza kutumulika kuanzia getini. Gari lilipakiwa mbele ya zulia jekundu, yani mlango ukifunguliwa miguu yangu inakanyaga zulia jekundu. Mlango ulifunguliwa na mtu ambaye nadhani ndio alikuwa dereva wetu wa leo, lakini kitu ambacho sikutegemea ni mtu kunipa mkono. Ulikuwa ni mkono naojua. Mkono mlaini kama umetengenezwa na karatasi. Kian alinama kidogo na kunitazama. Waandishi wote wa habari waliokuwa pale waligeukia gari langu. Nilishusha pumzi. Huu ndio ule wakati wa dunia nzima kujua. Nidhani huu wakati ungekuwa mgumu sana, lakini nilipotazama uso wa Kian na tabasamu lake kubwa, aisee, huyu ndio mtu wangu, msiri wangu, anayejua kila kitu kuhusu mimi. Nikiwa naye sihitaji kuongea kitu ili anielewe, na yeye ni kama kitabu kilicho wazi kwangu. Amenipa siri zake zote ambazo hakuna mwingine duniani wanaozijua, japokuwa asilimia kubwa ya dunia inamjua. Amenishika mkono hata nilipopita kwenye moto, hajawahi kuachia mkono wangu. Nibaki nikitazama uso wake kwa tabasamu nilipompatia mkono wangu na kutoka kwenye gari. Alinikumbatia na kuniambia namna gani nimependeza sana leo. Lakini mimi sikuwa na chochote cha kumwambia kwa sababu sikutegemea yeye kuwepo hapa. Aliweka mkono wake kiunoni kwangu, tukaelekea ndani na kusimama kwenye zulia jekundu. Picha zilikuwa nyingi sana hadi nilihisi naweza kuwa kipofu, lakini Kian alikuwa pembeni yangu. Ndiye aliyenipa nguvu. Aliposogea pembeni kidogo, maswali yalikuwa mengi sana. Wengi walitaka kujua kama tuko pamoja na uhusiano wetu ni wa muda gani. Tulijibu maswali yao kwa uaminifu, huku Kian akishindwa kuacha kutabasamu baada ya mimi kuambia waandishi wa habari kuwa tupo kwenye mahusiano. Walianza kuuliza maswali kuhusu mpira wa Kian na mambo ambayo hayawahusu. Tuliwashukuru tu na kuambia kuwa tutafanya interview, lakini kwa leo acha tushughulike na kilichopo mbele yetu. Basi Kian akasema kwamba umependeza sana mrembo wangu.
Unajua leo ndo itakuwa mara ya kwanza mimi kuwa sehemu unayoimba huku nikiwa mpenzi wako. Asante sana, lakini mimi nidhani utakuwa na kina Jordan usiku. Oh, kwa hiyo haujafurahia kuniona, si ndio? Aliuliza kwa mshangao feki. Mimi nimefurahi sana uko na mpenzi, asante kwa kuja. Lazima niwepo. Mpenzi wangu Fox ambaye ni mrembo kuliko wanawake wote. Jasiri, mwenye upendo wa ajabu, mkarimu, anayependwa na watu, anayejituma, ambaye ametoka chini kabisa hadi leo anashindania tuzo za Afrika nzima. Huyo mpenzi wangu anachukua tuzo leo. Takuwa mwanaume nisiye mstahili kama nisingefika. Kian alisema hivyo kwa tabasamu. Nilimtazama tu huku moyo wangu ukijaa na kuvimba kwa furaha. Kabla sijamjibu, sherehe ilianza, hivyo nikaishia kukaa kimya na kunywa wine taratibu. Ilikuwa ni zoezi kubwa sana la kimataifa likionyesha katika chaneli kadhaa za Afrika, sio tu hapa Afrika, sio tu hapa nchini. Walianza kuimba wasanii kadhaa na wazungumzaji kuongea. So baada ya kipengele ambacho mimi ninashindania sasa kutajwa, nilipewa nafasi ya kuimba nyimbo mbili. Nilipanda jukwani na Devi ambaye alikaa kwenye kinanda. Cha kushangaza leo sikuwa nikitetemeka kwa uoga hata kidogo. Kwa leo nilikuwa na furaha kubwa. Nilianza kuimba wimbo wangu ambao ulivuma sana na unafahamika karibia na kila mtu aliyekuwepo pale. Wimbo wa Loving You. Baada ya huo wimbo kuisha, niliachia tabasamu kubwa na kujisikia kuongea, na yani ni kama kulikuwa kuna kitu kinafurukuta moyoni mwangu. Hivyo niliamua kuongea tu. Nikasemea kwamba kitu kimoja ambacho watu wengi hamjui ni kuwa asilimia kubwa ya nyimbo nilizotunga mwanzoni mwa safari yangu ya muziki zilikuwa ni kutokana na msukumo wa hisia ambazo nilikuwa nazo kwa mtu mmoja tu. Lakini wimbo hapa niliuandika kwa ajili yake tu. Ni wimbo ambao kila mahali nilipoenda watu walijaribu kujua ulimhusu nani. Lakini kwa leo nataka niwaambie kuwa ndoto zinatimia. Tazama leo nimekuja na nyota yangu. Niliposema hivyo basi kila mtu alishangilia sana. Na Kian alibaki mdomo wazi huku sasa macho yake yaking'aa, bila shaka alishajua kinachoendelea. Nilimgeukia Devi na kumpa ishara kuwa aanze kupiga kinanda. Kila mtu alitulia na kusikiliza ninavyoimba ule wimbo kwa hisia sana, lakini hisia za leo hazikuwa za huzuni. Zilikuwa za furaha na mafanikio kuwa hatimaye ile nyota niliyokuwa naiona kwa mbali nimeweza kuishika mkononi na kuimiliki. Niliposhuka jukwani, Kian alikuwa akinisubiri. Niliposhuka ile ngazi ya mwisho na wale walinzi waliokuwa wamemshika wakamwachia, alikuja na kunirukia akanikumbatia. Kama Devi asingekuwa upande wangu na kunidaka, hakika ningekuwa chini. Kian aliposimama alinivuta na kukutanisha midomo yetu. Kian akasema, nakupenda sana wewe mwanamke. Usije ukaniacha sababu utakuwa umeniua kabisa. Unao moyo wangu wote mara. Kian alisema kwa hisia huku machozi yakimtoka. Ilikuwa ni mara ya kwanza ama ni mara ya pili mimi kumuona Kian akilia. Na hata mimi sikuweza kuzuia machozi yangu, na wala sikujali watu waliokuwa wanatazama au watu waliokuwa wanapiga picha. Tulikumbatiana kwa muda kidogo hadi tulipotulia na kuacha kulia. Kisha tukarudi na kwenda kukaa. Kian hakuachia mkono wangu kabisa. Wakati wa kugawa tuzo ulipofika, mimi ndo nilikazana kushika mkono wa Kian kama vile uhai wangu unatoka kwake. Sauti ilisikika ikisema kwamba mshindi wa tuzo ya msanii bora wa kike Afrika ni... Hapo sasa alikuwa anasoma, alitulia kidogo. Kwa hizo sekunde chache hapa ni moyo wangu ulikuwa ni kama umeacha kudunda hivi. Kisha kamalizia Golden. Alisema kwa sauti kubwa sana, sasa watu wakishangalia na kupiga kelele, na wakati huo sasa speaker zikaanza kupiga wimbo wangu wa Loving You. Nilikuwa nikitokwa na machozi ambayo siwezi kuyazuia. Na nilikuwa natetemeka kama mtu aliyepigwa na baridi. Kian aliliona hilo na kusimama, kisha kanipa mkono wake na kunisindikiza hadi karibu na jukwaa. Akaniambia kwamba wewe ni mshindi Foxy. Niko hapa na kusubiri. Aliniambia na kunibusu kwenye shavu. Nilipanda ngazi nikiwa na ujasiri mkubwa zaidi. Baada ya kupokea tuzo, nilipewa nafasi ya kuongea na kutoa shukrani. Kila mtu alikaa kimya kunisikiliza. Mungu wangu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi kubwa ya upendeleo alionipatia. Alafu pili, ningependa kuishukuru timu yangu yote. Watu wengi huwa wananiona Golden tu, lakini Golden sio mimi tu. Nyuma yangu nina timu kubwa ya marafiki, washauri na watu wanaonipenda sana. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kuna ambao mmezoea kuwaona kama Devi mpigaji wangu wa kila siku, Cindy, Kesi na wengine wengi.
Na mwisho ambaye ndio anayechukua nafasi kubwa kuliko wote ni mpenzi wangu. Kwa wale ambao bado hawajamjua, ndio mchezaji anayeongoza na kufuatiliwa sana Afrika na duniani kwa ujumla. Si mwingine ni Kylian Mbappé. Nilipotaja jina lake, watu waliinuka na kushangilia sana, huku Kylian akiwapungia mikono. Basi niliendelea kwa kumalizia kaka wosia wangu hapo kidogo. Baby, Mungu akubariki sana. Dunia nzima haijui safari yetu, lakini wewe ndio nyota niliyokuwa naisubiri muda wote. Unafanya siku zangu zote ziwe za furaha. Hii ni kwa ajili yako. Kwa hiyo asante sana wote. Asanteni. Nilimalizia na kushuka jukwani na kwenda kujitupa kwenye mikono yake, huku sasa nikimwambia jinsi gani nampenda sana. Baada ya mimi kuchukua tuzo yangu ya pili, ambayo awamu hii sikuwa na maneno mengi wala machozi mengi, niliwashukuru na kushuka jukwani. Kylian alikamata mkono wangu, kisha tukatoka kumbini na kuelekea nyumbani moja kwa moja. Kulipokucha, nilitegemea ingekuwa ni siku ya furaha na kusherehekea kama mtandao unavyosherehekea, sababu naweza kusema tumekuwa habari ya dunia nzima, na hapo sijaongelewa ukubwa niliopata ndani ya siku moja tu wa kufahamika kama mwanamke wa Kylian. Nimetoka kuwa na watu milioni 2 wanaofuatilia ukurasa wangu hadi kuwa na watu milioni 9 katika hayo masaa 6 yaliyopita. Nyimbo zangu pia zimetazamwa na watu wengi, yani kama mara 5 ya watu waliokuwa wamezitazama mwanzoni. Niliona kama ndoto, lakini Kylian mwenyewe mwenye wafuasi milioni 20 na kila kitu kwenye kurasa zake hakuona hiyo kuwa shida kabisa. Aliniambia tu kuwa huu ni wakati mkubwa wa mimi kuanza kuimba nyimbo ambazo zinaweza kuimbwa na kupendwa na watu wa dunia nzima bila kujali lugha zao. Lakini furaha yetu na shangwe zetu zilifupishwa pale Kylian alipotafutwa na meneja wake kuwa anahitajika kurudi mapema kuliko alivyoambiwa mwanzo. Alijaribu kuelezea kuwa amebakiza tu siku 3, lakini walimsihi kuwa ni muhimu kwa yeye kufika kesho yake. Kwa hiyo inamaanisha Kylian anahitajika kuondoka usiku wa leo. Nilianza kulia kama mfiwa vile. Kylian alijaribu kunibembeleza, lakini kila nikiwaza kuwa baada ya masaa kadhaa ataondoka, ilinifanya nizidi kulia. Nimeshamzoea. Nimezoea kuchezea nyusi zake kila siku, nikiamka asubuhi nini. Foxy, haitakuwa muda mrefu. Ukishaweka mambo yako vizuri utakuja tu, na kama nikipata likizo hapa katikati kabla mambo yako hayajakamilika basi nitakuja. Mimi naenda kuandaa nyumba kwa ajili ya sisi kuanza familia yetu. Kwa hiyo usilie Foxy wangu, sawa? Mimi ni wako wa milele. Hata nikiwa upande mwingine wa dunia bado nitabaki tu kuwa wako Mara. Umeelewa? Niliacha kulia pale alipolitaja jina langu. Tena aliniita Mara Kisbon. Huwa analitaja vizuri kuliko mtu yeyote hapa duniani. Nakupenda zaidi Kylian George Mbappé. Nilimwambia sasa nikikutanisha midomo yetu. Hatukutoka kitandani. Kila mmoja alijitahidi kumridhisha mwenzake na hakuna aliyetamani kumwachia mwenzake. Nitamani hata muda usimame, tubaki hapa kitandani, tusiende popote, lakini hilo haliwezekani. Nilifuata ratiba zote za siku, japo Michelle alikasirika, lakini sikujali. Nilitumia siku nzima pembeni ya Kylian nikifuatana naye kila mahali kama mbwa. Fox, usiwe hivyo bwana. Unanitazama kama naenda kunyongwa, wakati mimi naenda kazini. Mbona mwanzoni tumeweza kukaa mbali mwezi mzima? Na wakati huu tutaweza mpenzi. Aliniambia sasa akiacha kupaki begi lake na kunikumbatia. Nahitaji kwenda kumwaga mama kabla sijaondoka. Unaonaje tukienda wote? Unataka kwenda kunitambulisha haraka hivyo? Mbona mimi nimeshamuona mkwe wangu na nikamjibu vibaya sana, Sidhani kama hata ananipenda. Sio kwamba tunafuata hata tamaduni, yani tunaangalia kile tunachokifurahia moyoni. Na kwa sasa moyo wangu unataka ukutane na mama yangu. Kama ukikubali tutaenda leo. Sawa buba, nitaenda na wewe. Basi nilipoitikia tu ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Tabasamu langu lilipotea nilipoona kuwa ni mwanasheria wangu. Basi Kylian aliuliza kwamba nini shida Foxy? Kesi ya Chaz. Amekutwa na hatia, lakini wamempa kifungo cha miaka 2 au faini ya milioni 5 na kunilipa fidia milioni 20. Na wote tunajua hiyo pesa ni kiasi ambacho Chaz hashindi kulipa. Foxy, kwa hiyo ndio sababu ya wewe kupoteza furaha yako, Kwanza anakulipa pesa na wote tunajua milioni 20 sio pesa ndogo. Hata kama kwako ni pesa ya maji, lakini kwa Chaz ni pesa ya kumtoa jasho kidogo. Hiyo sio pesa ya maji kwangu, labda kwako. Okay, tuache na hilo. Mimi hapa ninachoona cha msingi hapa ni kukata kibali cha mahakama cha kumzuia Chaz kukukaribia.
hicho kitakuwa ulinzi zaidi na utakuwa na sababu ya yeye kukamatwa mara kwa mara. Aliniambia hivyo kwa kitabasamu. Emmanuel, huyo mwanasheria wangu amesema anafuatilia hilo. Oh, basi sawa, vuta pumzi na utulie. Una mwanasheria mzuri anayejua anachokifanya. Kila kitu lazima ikae sawa. Basi Kian aliniambia kwa tabasamu na kusogea kunibusu, kisha tukarudi kwenye kazi ya kumsaidia kupanga begi lake na mimi kutafuta nguo ambayo itafaa kwenda kwa mama mkwe. Sasa baada ya kuwaza sana, tuliamua kumaliza kila kitu kisha twende kwa mama yake Kian, na baada ya hapo twende uwanja wa ndege moja kwa moja. Kuonana na mama mkwe sio kitu kidogo, hivyo kama wanawake wengine nilikuwa nikitokwa jasho sana. Zoezi la kupata nguo ya kuvaa lilikuwa gumu, lakini niliishia kufuata ushauri wa Kian na kuvaa gauni zuri linaloishia chini ya goti. Tulipotoka huku Kian akiburuza begi lake, ile huzuni yangu ilirudi. Ni kweli Kian ananiacha. Hatimaye narudia upweke wangu. Foxy, usiwe na huzuni bwana. Kumbuka unaenda kuonana na mama yangu. Ukienda na huzuni hivyo atadhani mimi nakutesa. Kian, mimi nakupenda sana, usisahau hilo, nakuomba eti. Unaongea nini wewe? Hivi umeona wazungu alafu ukajitazama kwenye kioo? Mimi nitakuwa kichawa aina gani kama nikikuacha wewe kwa ajili ya hao watu wa gaibuni? Alafu jambo la pili, mwili ndo unaondoka, lakini moyo wangu wote upo huko. Mimi ndo nikuombe usinisahau, sababu umezungukwa na wanaume wengi, lakini najua unanipenda. Hiyo inatosha kunipa amani. Kian alisema hivyo. Nilibaki kimya tu huku nikitabasamu. Safari nzima ya kuelekea kwa mama yake ilikuwa ni kimya, lakini ulikuwa ni ukimya wa amani, kila mmoja akifikiria mambo yake kichwani. Kian alipoingiza gari kwenye nyumba kubwa ya kifahari, moyo wangu ulianza kwenda mbio sana. Nimemwambia mama kuwa nitakuja na wewe, kwa hiyo usishangae, Kian aliniambia huku sasa akinisaidia kushuka kwenye gari. Tulipofika pale mlangoni, mlango ulifunguliwa na msichana wa kazi ambaye alisalimiana na Kian kwa uchangamfu sana, kisha akatukaribisha. Kian alichukua mkono wangu na kunivuta hadi jikoni ambapo tulimkuta Mrs. Mapesa. Ni mwanamke mrembo sana kwa umri wake. Kian aliniambia mama yake ana miaka zaidi ya 50, lakini ukimtazama na ukijumlisha na mwili wake, ana mwili mdogo tu na ngozi yake ni nzuri, laini. Yaani utadhani mwanamke ambaye ndo ameingia tu miaka 40 hivi. Basi Mrs. Mapesa pale alimpokea Kian kwa furaha na kumkumbatia, kisha akaja na kunikumbatia mimi. Nilimsalimia pale nikasema shikamoo mama. Akaitikia marahaba Gordon. Wewe ni mrembo zaidi jamani ya tunavyokuona kwenye TV. Jamani. Basi kamera zinapoteza uzuri wako. Aliniambia kwa furaha, nikasema asante sana mama. Nilimshukuru huku sasa nikishusha pumzi. Alianza kutukabidhi mabakuli, kupanga mezani kwa ajili ya chakula. Alikuwa amepika vyakula vingi sana. Mama, nilikwambia anakuja tu kusalimia sababu ananisindikiza airport, lakini ukaamua kupika vyakula vya dunia nzima. Kian alisema huku sasa akicheka baada ya sisi kurudi jikoni kama mara 3 hivi kuchukua vyakula. Mama akasema kwamba wewe, hebu niache bwana. Mimi nishakwambia huyu ninampenda sana. Hebu muone alivyo mrembo jamani, mstaarabu. Utamfananisha huyu na yule Delila? Yaani wewe ulienda kuangaika naye utadhani na wewe ni Samsoni. Mrs. Mapesa alisema na kunifanya nicheke. Alingeukia kwa kitabasamu. Tulikuwa tumeshafika kwenye meza ya chakula na kukaa. Mrs. Mapesa akasema kwamba kweli hivi nani alikwambia una mwanamke anayeitwa Delila? Na huyo Delila mwenyewe akaishia kukufanyaje? Huyo mama aliendelea kumtania mtoto wake huku akicheka bila kujali. Kian alikuwa amevuta mdomo tu, lakini uso wake wote ulionyesha alikuwa anajitahidi sana kuzuia tabasamu. Mama, yaishe basi, nimeshajipatia mwanamke sahihi, Kian alimwambia huku akiuchukua mkono wangu na kunitazama kwa tabasamu. Sijui hata kwa nini nilikuwa ninaogopa. Yaani ana mama mkarimu sana. Mama akasema kwamba haya Samsoni. Mama yake alijibu kwa kicheka. Kian alitikisa kichwa na kuanza kutupakulia chakula. Alianza kwa kumpakulia mama yake, kisha mimi, akamaliza na sahani yake ndipo akakaa. Binti yangu, karibu nyumbani. Nisamehe lakini napenda kumtesa Kian kwa nafasi yoyote anayoipata. Atajitetea baba yake tu ndo alimwambia, lakini alikuwa na nafasi ya kukataa. Na George nilimwambia mapema sana, lakini hakutaka hata kunisikiliza. Mrs. Mapesa alisema na kutulia huku sasa uso wake ukijaa huzuni. Bila shaka alimkumbuka mume wake. Asante sana mama, nimefurahi kukufahamu hatimaye na nimesikia mengi kuhusu wewe. Sidhani kama unanizidi mimi.
Kwangu wewe ndo ulikuwa story pekee Kian anayoniambia kila wakati akipata nafasi, alisema mama kwa kitabasamu. Nitulia sababu sielewi niseme nini tena. Mama huyu anaongea kuliko mimi. Kian akasema kwamba haya, hebu umwache mpenzi wangu sasa ale kidogo, vinginevyo ataogopa na kuniacha sababu unaongea sana. Kian alimwambia mama yake ambaye alicheka tu. Nisamee naongea sana lakini mimi na furaha. Alafu nipatie namba yako bwana. Nitafurahi ukija kunisalimia hata kama Kian hayupo. Mrs. Mapesa aliniambia hivyo. Nilimshukuru na kumpatia namba zangu. Maongezi yalienda vizuri sana huku tukimtania Kian kwa asilimia kubwa, na hatimaye muda wa kwenda uwanja wa ndege ukafika. Nilipoingia kwenye gari sikuwa na amani tena hata kidogo. Ile furaha niliyokuwa nayo dakika chache ilitoweka. Moyo wangu wote ulijaa huzuni na maumivu sababu baada ya lisali moja Kian atakuwa ameshaondoka. Nilimshika mkono wake safari yote, tulikuwa yani ni kama kwenye safari yote tumeshikana tu mkono hadi uwanja wa ndege. Tulipofika, kabla tujashuka kwenye gari, tulipiga picha kadhaa kisha tukashuka. Uzuri leo tupo upande ambao hauna watu wengi. Tulipewa sehemu kama chumba cha kukaa na kusubiri ili tusisumbuliwe na watu. Nilitumia muda huo kumkumbatia mpenzi wangu, sikutaka kumwachilia kabisa. Fox, nakupenda sana lakini natakiwa niondoke sasa. Kian aliniambia kwa upole. Nilishindwa kuendelea kuzuia machozi yangu. Nilijikuta nikilia kama mtoto. Shh. Nataka nikiondoka uso wangu ubaki na kumbukumbu ya tabasamu lako. Sio wewe ukilia kama mfiwa. Kian alisema hivyo kisha akanirukia na kuanza kunitekenya. Nilicheka huku nikijaribu kumtoa lakini alindaka mikono na kuendelea kunitekenya hadi nikakosa pumzi, ndipo akaniachia. Alisema kwamba namna hiyo sasa nataka nikukumbuke kwa hiki kicheko chako. Alisema kwa sasa akikutanisha midomo yetu. Baada ya pale tulitoka na nikamsindikiza hadi mahali ambapo sikuruhusiwa kwenda naye tena. Niligeuka na kutoka uwanjani nikiwa na huzuni sana. Simu yangu iliita. Nilipotazama nilikuta Kian ameposti picha kwenye ukurasa wake. Nilipofungua ilikuwa ni picha yetu tuliyopiga muda si mrefu. Tulimwomba mlinzi atupige. Na kitu pekee alichoandika ni Fox. Kisha akambatanisha na moyo mkubwa hapo pembeni. Ilibaki nikitabasamu tu huku nikielekea nilipopaki gari langu. Sasa kwa leo tunaishia hapa msikilizaji. Nikwambie tu bado safari ipo wala hatujafikia mwisho. Kilichokuja kutokea baada ya Kian kuondoka na Mara kurejea huko, yani kuendelea na mishe zake. Kumbuka mwanzoni nilikwambia kipi tunaanza simulizi sehemu hii achana na sehemu zingine, sehemu hii kwamba mimi ningekuwa ndo mimi kuambiwa kwamba Luka uko free tu ku date naye huyo ex wangu, yani hivyo. Yani Delila yule kumruhusu Mara kuendelea na mahusiano fresh tu bila shida yoyote na Kian. Hapana. Alitakiwa afikirie mara mbili. Kilichokuja kutokea. Tukutane sehemu inayofuatia msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Chuchu. God be with you till we meet again. Bye bye.